Bwana, moja kati ya simulizi tamu kweli kweli kuisimulia kwa mwezi huu wa 5, ukiachilia mali na Ice You Kill Me, basi ni hii simulizi ya Binti Risha. Hii simulizi ni tamu kweli kweli, lakini changamoto kubwa tu ni kwamba ni simulizi ya watu wazima. Tafadhali sana wasikilize watu ambao ni wakubwa. Hii simulizi ina mambo ya utu uzima, lakini ni moja kati ya simulizi yenye heka. Ni simulizi ambayo ina matukio yenye kufurahisha na yenye kufundisha pia. Lakini changamoto ndio hiyo tu ya kwamba tusikilize wale ambao tayari umri wetu sisi ni wazee wenzetu. Watu wazima tunaelewana. Au kama vipi, sikiliza ukiwa unaisikiliza peke yako namna hiyo. Bwana, karibu sana kwenye huu mzigo mpya wa kuitwa Binti Risha, bonge moja la simulizi kutoka kwa mwandishi Said J.R. Mwandishi ambaye tuletea simulizi inaitwa Binti Lightness. Ilifanya vizuri sana na ilipendwa sana. Na ilichukua moja kati ya simulizi bora kabisa ilikuwa mwezi wa kwanza kama sikosei wa pili. Akaja akatuletea simulizi inaitwa Binti Natalia, na yenyewe pia ikawa ni simulizi bora kabisa kwa mwezi wa 3. Mwezi wa 5 ametuletea hii inaitwa Binti Risha. Sasa hii kidogo imechachuka kidogo, kwa hiyo natakiwa usikilize watu wazima bwana. Karibu sana tupate kujua yaliyomo ndani ya hii simulizi. Huyu kijana huyu aliyokopo kwenye hii simulizi ana balaa. Yeye mwenyewe anajiita mtaalamu wa malavidavi. Hebu tukaone yaliyomo ndani ya hii simulizi. Yaani wewe, kwa jinsi nilivyokuwa nakutamani, leo umeingia kwenye 18 zangu. Sasa ngoja nikuoneshe kazi kwamba mimi ni nani, na kisha utasema wewe mwenyewe kama mimi ni mwanaume au la. Nilitamka hayo maneno moyoni mwangu huku nikiwa namwangalia kutokea nyuma mwanadada Nora Tembeja. Unajua, kila nilipokuwa nikimwangalia Nora, hamu ya kupita naye bila huruma ilikuwa inanitawala sana ndani ya kichwa changu. Nora Tembeja alikuwa ni miongoni mwa mabinti warembo sana waliojaliwa neema ya uzuri. Nora alikuwa ni mweupe. Nora alikuwa ni mrefu kiasi. Sura yake nyembamba kama binti wa Somali, sambamba na nywele zake ndefu zilizokuwa zimefika mpaka mgongoni zilifanya vutie mno. Nora alikuwa ni mzuri aisee. Pamoja na yote hayo, kilichonivuruga akili yangu zaidi kwa Nora ni umbo lake. Nora alikuwa na hips nene hivi zilizoshikana vizuri kabisa kwenye maungo yake ya nyuma. Alikuwa na kiuno fulani vichembamba kilichofanya mzigo wake kunyuma uonekane vizuri kabisa. Nguo za kubana alizokuwa anapenda kuzivaa zilifanya kabisa shape yake ile ya asili ionekane. Tena ionekane vizuri kabisa, sio kwamba labda amevaa kigodoro, la hasha. Hapana Zaini bwana, humu ndani mimi siingi. Una maana gani Nora? Ndio nini sasa unafanya hivyo Nora? Tumetoka huko kuja hapa alafu unasema ndani uingii kweli? Kwa nini hutaki kuingia ndani? Zain, baadaye bwana. Mimi nina kikao ofisini. Kwanza ujue nimefanya hisani tukuje mpaka hapa nyumbani kwako. Lengo langu mimi lilikuwa ni paone tu, kwa hiyo kama kuingia ndani nitaingia tu siku nyingine. Hivi una utani na mimi, si ndio? Hapana, sio utani. Okay, basi ingia basi mwenyewe kabla mimi sijatumia nguvu. Lakini Zain, hebu ingia bwana. Wewe vipi bwana? Nilimkamata nywele Nora na kisha nilianza pale kumvuta kuingia ndani. Yaani namaanisha kuingia naye ndani kwangu. Na mara baada ya kuingia sikuwa na muda kupoteza sasa. Sikio nilikuwa nimepanga kumfanya Nora kitu ambacho kamwe hatakuja kunisahau maishani mwake.
Nilimsogeza mpaka kwenye pembe ya ukuta, nikawa pale nimembananisha ukutani. Pale nilianza pale kumpiga mabusu. Mwanzoni Nora alionekana kama vile kutaka nimfanyie kile kitu. Alikuwa kama ananisukuma hivi kwa nguvu ili ajinasue kutoka mwilini mwangu. Kwa kuwa mimi nilikuwa nimedhamiria kusema ule kweli, kuhakikisha nampa dozi ambayo hajawahi kupewa na mtu yoyote yule. Siku hiyo nikasema huyu mimi simuonee huruma hata kidogo. Nilimbeba kwa nguvu na kisha nikamtupa kwenye sofa langu la watu watatu lililokuwa pale sebuleni. Mara baada ya kumtupa pale nilimpandia kwa juu na kisha nikavua pale tai yangu ambayo nilikuwa nimeitumia kama kamba kuweza kumfunga mikono yake kwa nyuma. Mara baada ya kumfunga nilianza tena pale kupitisha ulimi wangu shingoni mwake. Nikawa nampapasa pale kwenye maungo yake makubwa yale nyuma. Na sikuishia hapo tu. Nikampandisha juu blouse yake, nikamtoa pale blouse yake na kisha nikaanza pale kufakamia mbele zile dodo zilizopo kifuani mwake, na zilikuwa zimejaa vizuri kabisa. Utadhani labda ni binti aliyetoka kuvunja ungo hivi karibuni. Kusema ule kweli, kile kitendo aisee kilinisisimua sana mwili. Hata Nora mwenyewe pia niliona mwili wake jinsi ulivyokuwa na vibrate. Taratibu niliona akatulia pale huku akianza kutoa miguno ya mahaba. Yaani kwa maana hiyo Nora alikuwa anajisikia raha kwa kile nilichokuwa nakifanya. Kwa mkono wangu wa kulia nilianza pale kumtoa suruali yake nyeusi aliyokuwa ameivaa ya kitambaa. Ndani ya dakika hizo 2 tu tayari Nora alikuwa kama alivyokuwa amezaliwa. Hapo ndipo macho mimi yaliponitoka ise. Nora alikuwa ameumbwa kaumbika. Mwili laini. Alinipagawisha kusema ule kweli. Nilifungua pale drawer ya kabati langu pale sebuleni, nikatoa pale kichupa cha mafuta yangu mwenyewe KY jelly taratibu. Nilianza kuumwagilia pale kwenye kifua chake. Alikuwa na kifua fulani hivi kikubwa fulani hivi, na kisha nikaendelea pale kudalizi na ulimi wangu. Nora alikuwa akitoa miguno tu ya raha. Nora alikuwa akitoa tu miguno ya kimahaba. Ni wazi kabisa alikuwa hajawahi kufanywa utundu kama huu ambao mimi namfanyia. Baada ya kumwona Nora ameridhika kifuani, nilimwa sasa kuhamia. Nikamgeuza sasa, nikamia mgongoni kwake, nikamlaza pale kifudifudi. Nilichukua pale mto wa sofa langu pale sebuleni, nikamwekea kwa chini. Kitendo ambacho kilifanya sasa mzigo wake huko ndo uone kweli. Maana mzigo ulikuwa umebinuka hivi kwa juu. Nilimpaka ile mafuta na kisha nikaanza pale kuchezea maungo yake. Kama vile namfanyia massage. Nilikuwa na mkanda. Nora alikuwa na mzigo laini mno. Kila nilipokuwa nashika naye alikuwa anatii. Ilifikia wakati yeye mwenyewe aliomba sasa mimi ndo ni uanzishe mtanange. Maana kama ni kumwandaa basi alikuwa tayari ameshaandalika. Sikutaka kuremba hata kidogo. Katika vitu ambavyo sikuwa na mzaa navyo basi ni pamoja na kula vitumbua mnato. Nilikuwa nahakikisha kila mwanamke ninayelala naye basi yeye mwenyewe baadaye ni lazima tu nitafute tena. Nilitoa pale mashine kazi. Mashine ilikuwa imetuna kisawa na kisha nikaanza zangu pale kula pilau kwa mrija. Na nilihakikisha nafanya mashambulizi kwa kasi ya 5G. Nilikuwa naingiza na kutoa kasi kubwa mno, kitendo ambacho kilifanya kitumbua cha Nora kiwake moto uliotokana na msuguano. Hali hiyo Nora alionekana kama vile anashindwa kuhimili. Alitaka kunyanyuka lakini nikamzuia na kisha nikaendelea na kazi. Asikuwa mtu wa mzaha kusema ule kweli. Sikuwa mtu wa mzaha hata kidogo. Kwangu mimi heshima kwenye tendo ilikuwa ni kitu cha umuhimu mno. Nora hakuwa na namna nyingine zaidi tu ya kutulia tutuli kama maji ya mtungini. Nikampaka tena mafuta kwenye kitumbua chake na kisha nikaanza tena kukifaidi. Hii ndio ilikuwa tabia yangu kusema ule kweli. Yaani kama ni ushetani basi kwa hakika ulikuwa umenivaa. Sikuwahi kuwaza kabisa kama kuna Mungu anaona ushetani ambao unaufanya. Hakika nilimweka Nora hiyo siku. Ilifika wakati alikuwa analia lakini sikumwacha. Na siku hiyo nilikuwa nimepanga kumuonesha kabisa kwamba mimi sio bisho mlamba lips. Mimi sio mwanaume wa TikTok. Bali mimi ni mtu wa kazi, tena kazi kweli. Yaani mpaka wazungu wangu wanatoka. Katika raundi ya kwanza tu tayari Nora alikuwa iko hoi vibaya mno. Hakika nilikuwa nimepanga kumfanya kitu ambacho akitoka pale basi hata kama ana boyfriend basi kuanzia hiyo siku boyfriend wake atamwona kama ni fala tu.
Hiyo ndio ilikuwa kaida yangu katika mapenzi. Nikiwa naendelea pale kumwadhibu Nora kwa kumshushia spidi ya moto bila huruma, simu yangu mkononi iliyokuwa iko chini ya sakafuni ilianza kuita. Nilipotazama niliona ni mpigaji ambaye alikuwa ni rafiki yangu, Ali Bonge. Sikutaka kupokea hiyo simu, lakini mara baada ya kuona anapiga sana ilibidi tu nimpokelee. Maana mbali na Ali Bonge kuwa rafiki yangu wa karibu, pia alikuwa ni msaidizi wangu ofisini ambapo anafanya kazi kama mkurugenzi mkuu wa ufundi wa kampuni ya usambazaji wa mafuta na gesi Afrika inayojulikana kwa jina la M-Oil African Group of Company Limited. Sasa jamaa alipokuwa ananipigia simu, naweza nikasema hiyo ndio ilikuwa auheni kwa Nora. Kwani mara baada ya kupokea tu simu hiyo, haraka sana Nora alisimama na kisha akaenda kuwasha pale feni. Alianza kujipepea sehemu zake zile nyeti ambazo zilikuwa na joto kali mno kutokana na msuguano ambao nilikuwa nimempatia. Nikaongea pale na mshikaji wangu, nikamwambia, "Wewe Ali Bonge, vipi tena? Bado tunakatana stimu mzee." Nilihoji hivyo mara baada ya kupokea tu simu. Sasa Ali Bonge akaniambia, "Kaka uko wapi?" Nikamwambia, "Nipo magetoni kwangu Mabibo." "Kaka sikia mwanangu. Fanya haraka mwanangu, uje hapa ofisini mwanangu, kuna bonge la soo kaka." Nikamwambia, "Kuna nini tena Ali Bonge?" "Kaka, yule kisosodu wako abuze yule amekuja hapa ofisini mwanangu. Hivi ninavyokuambia nimetoka kumtuliza, alikuwa anafanya fujo mwanangu mapokezini." Nilivyosikia hivyo kwanza moyo wangu ulifanya pa. Mara baada ya rafiki yangu Ali Bonge kuniambia vile, ilinibidi kwanza nimuulize tena. Nikamwambia, "Unamaanisha Risha Fernando ndo kaja hapo ofisini au ni nani?" "Ndio kaka, ndo huyo Risha." Nikasema, Mungu wangu, yule mwana anataka nini mimi sasa? Ina maana hajui kama kufanya hivyo atakuwa ananiribia mimi ndoa yangu ama? Ndio maana kaka nataka uje kaka. Maana amegoma kuondoka mpaka au nani na wewe. Na mbaya zaidi baba mkwe wako mwanangu na mke wako wote wako ofisini. Kwa kama akifanya fujo hapa mwanangu kila kitu kitaharibika mwanangu zaidi." Nikamwambia, "Sikiliza kaka. Sasa wewe endelea kumzugazuga hapo, mimi nachukua bodaboda fast, nitakuwa niko hapo ndani ya dakika chache tu." Nilipokata tu simu, niliona Nora pale akinikata jicho la hasira kweli kweli. Nora akaniambia, "Zain, nilichosikia ni ukweli au ni utani?" "Ni ukweli Nora." Hapo nilikuwa namjibu Nora huku nikiwa navaa nguo zangu. Akaniambia, "Unasemaje Zain?" "Ina maana mimi nilikuwa natiwa na mume wa mtu?" "Ndio maana yake Nora. Na kwa kuzingatia hilo, naomba niwahi kwanza ofisini nikaokoe ndoa yangu. Kama ndoa yangu ikifa nitarudi kwenye umaskini, kitu ambacho sitaki kuweza kuona kinatokea kwenye maisha yangu. Na kuhusu funguo hili geto langu, nitakukuta kwako." Hivi Zain, unanichukuliaje? Unadhani kwamba mimi ni mwanamke rahisi tu wa kunitia tu unavyotaka, si ndio maana yake ama? Hayo yanatoka wapi sasa Nora? Hebu sikiliza Nora. Bora mimi nimekuambia ukweli kuliko kukaa kimya. Mimi nimeoa na sipo tayari kuona kwamba ndoa yangu inateketea. Naishi maisha mazuri kwa sababu yule mwanamke nilimooa. Mimi naye tutaongea baadaye, kwa sasa naenda kwanza kuokoa ndoa yangu. Nielewe hilo Nora. Kiukweli msikilizaji, mpaka hapo sikutaka tena kuendelea kujibizana na Nora. Pale nilitoka nje ambapo nilichukua bodaboda tayari kwa ajili ya kuelekea ofisini ninapofanyia kazi. Kwa kuwa kutoka Mabibo mpaka town Mnazi Mmoja sio mbali, nilichukua takriban kama dakika 8 tu nikawa nimefika ofisini. Niliingia pale ndani ya jengo letu la ofisi, nilikuwa niko mbio kweli kweli. Moja kwa moja nilikwenda ofisini kwa msaidizi wangu. Yaani ofisini kwa rafiki yangu Ali Bonge. Huyu rafiki yangu jina lake kamili ni Ali Shabiru, ila alizoeleka sana kwa jina la Ali Bonge kutokana na mwili wake, yeye ni mnene hivi kiasi. Yaani alikuwa ni kibonge bonge. Sasa mara baada ya kuingia pale ofisini kwa Ali, nilimkuta pale Risha akiwa ameketi kwenye kiti cha Ali, huku miguu akiwa ameiweka juu ya meza. Yaani kana kwamba ile ofisi labda ni yake. Hivyo hakuna mtu ambaye anamzuia chochote ambacho anataka kukifanya. Mimi nikamuuliza, "Risha, ndo nini sasa hiki unachokifanya? Kwa nini umekuja hapa?" Nilimuuliza hivyo huyu binti Risha huku nikiwa namtazama. Risha Fernando, mwanadada mwenye asili ya Kireno kutokana na baba yake kuwa ni raia kutoka nchini Ureno. Kwanza Risha alitabasamu, kitendo kilichofanya yale madimpozi yake shavuni yaonekane vizuri mno mashavuni mwake. Risha alisimama na kisha akasogea pale nilipokuwa nimesimama mimi. Kusema ule ukweli, ingawa mimi nilikuwa nimeoa mwanamke mwingine,
lakini bado nilikiri ya kwamba Risha alikuwa ni mzuri mno. Kwanza, kama nilivyokuambia, baba yake ni raia wa Ureno, mama yake ni Mzaramo wa Kisalawe. Kwa Risha alikuwa kachanganya vinasaba, kitu kilichomfanya awe mzuri mno. Kwa lugha nyepesi tunasema alikuwa ni chotara. Kwa upande wa rangi, alikuwa na rangi fulani hivi, yani sio mweupe sana kama mzungu na wala sio mweusi sana. Alikuwa na rangi ya kati hivi, au unaweza nikasema ni black America. Alikuwa na sura nyembamba hivi kama binti wa Kinyarwanda. Alikuwa na nywele ndefu sana za singa zilizokuwa zinafika mpaka usawa wa kiuno chake. Kwa upande wa shape sasa, ndio ilikuwa balaa. Huyu dada alikuwa kabarikiwa bwana na maumbile makubwa. Makalo yake makubwa ya duara yalikuwa yameshikana vizuri kabisa, na mepsi yake manene ilikuwa ni mateso mno ya kihisia kwa kila mwanaume rijali. Kila mwanaume rijali atakayemwona lazima akiri kabisa kwamba yeye hiki chombo. Hakika kama ni kuumbwa, basi huyu dada aliumbwa na akaumbika, msikilizaji. Hivi wewe, ni kweli unaniuliza mimi nafanya nini hapa? Au umevaa mask yenye sura ya Zaini wangu, si ndio? Aliniuliza Risha huku akiwa kasimama mbele yangu. Nilimshika pale mabega na kisha kwa upole nilianza kuongea naye. Nikamwambia, sikiliza Risha, lakini tulishakubaliana mimi na wewe. Na ukasema nikupangie nyumba Temeke cha ng'ombe pamoja na kukupa pesa za kufungua biashara. Sasa hapa kimekuleta nini ili hali ya kuwa tumeshakubaliana Risha? Hebu kwanza toa mikono yako kwenye mabega yangu. Zain, nadhani unajisema data tu eti mwanaume. Mimi na wewe nani aliyemsaliti mwenzie Zain? Yaani ulinitongoza dada watu nikakukubalia kwa moyo wote. Lakini unaona nini umefanya? Umekuja kuoa mwanamke mwingine tofauti na mimi. Sasa kama ulikuwa na mpango wa kumwoa yeye, kwa nini ulinitongoza mimi? Risha, nadhani tayari tumeshajadili hili. Na nimekuomba radhi na ukasema na ukasema adhabu yangu ni kupangia nyumba pamoja na kukupa pesa za kufungua biashara. Hivyo vyote tayari nimeshafanya. Sasa hapo umefuata nini Risha? Unataka kujua nimefuata nini? Sio? Okay. Shika hii karatasi some mwenyewe uone. Nilishika karatasi aliyokuwa amenipatia Risha. Nilifungua ili nione kilichopo ndani. Macho yalinitoka, na hii ni mara baada ya kusoma ile karatasi ambapo niliweza kugundua kwamba ni ripoti ya hospitali. Shit. Risha, una mimba? Kwa hiyo unataka kumaanisha nini Risha? Hapo ambacho hujakielewa Zain ni nini? Hiki kiumbe kilichopo tumboni mwangu ni cha kwako. Sikiliza bwana, usinivuruge bwana akili, sawa? Sikiliza Risha, unajua kabisa mimi nimeoa. Na tena ndoa yangu ndo kwanza ina miezi 4. Usiniletee upuuzi wako hapa. Yaani peleka hiyo mimba kwa mwenye nayo na sio ukaleta kwangu. Tumeelewana? Kibao chepesi kilituva shavuni mwangu. Risha alinitandika kibao. Unasemaje Zain? Kwani mimi ndo nilikutuma unipe mimba? Zain, wakati unaniingilia nilikuambia kabisa vaa condom, lakini ulinijibu nini? Ulisema haina utamu, haina msisimko. Si ndio uliyetamka hayo? Nikakuhimiza tena vaa condom, lakini ukagoma. Zain, wewe ndiye mwanaume ulitoa msichana wangu. Nilikupa penzi langu kwa sababu niliamini utakuwa mwanaume wangu wa maisha, lakini kumbe nilikuwa najidanganya tu. Ona sasa leo hii nina mimba yako, unasema niipeleke kwa mhusika. Sasa kama mhusika sio wewe, naomba uniambie niipeleke wapi? Nisikilize Risha, hii mimi bado hainiingia akilini kabisa. Mimi na wewe hatujakutana kwa mwezi sasa. Iweje uniambie kwamba hiyo mimba ni ya kwangu? Tena ukae kimya Zain. Usinifanye nikafanya jambo la ajabu hapa. Ulinitongoza hali ya kuwa na mke wako, na bado ukanitia bila huruma. Leo hii nakwambia nina mimba yako. Unajifanya uelewi nisikilize kwa umakini. Yaani kama unataka ubaya ubwela, kama wanavyosema wale wana Simba wale, mimi niko tayari. Lakini kama unataka daima mbele nyuma mwiko, kama wanavyosema wale Yanga, mimi niko tayari pia.
Sasa basi kuanzia sasa kila kitu kimebadilika. Huu ujauzito bado ni mdogo, kwa hiyo naweza kuutoa ili kila mtu aendelee na maisha yake, lakini unatakiwa kufanya ninavyotaka mimi. Yaani mpaka kufika hapo sikutaka kujiuliza mara mbili. Pale pale nikamuuliza unataka nifanye nini Risha? Okay. Vizuri. Sasa shika hii bahasha. Fungua uone nini ninachokitaka wewe ukifanye. Nilishika bahasha aliyokuwa amenipatia Risha na kisha nikaifungua, ambapo nilikutana na nyaraka mbili. Moja ilikuwa ni fomu ya kununua gari, nyingine ilikuwa ni fomu ya kununua nyumba. Nikamuuliza ni nini hii Risha? Hapana ise. Risha, hapana, siwezi kufanya hivi. Hii pesa yote mimi naitolea wapi mimi? Hii pesa mimi naitolea wapi Risha? Hilo mimi halinusu. Kwa sababu wakati unanitia mimba ulijiona wewe ni dume la mbegu. Sasa huu ni muda wako wa kuonesha kwamba wewe kweli ni mpambanaji. Ili kama unataka nitoe mimba kisha kila mtu aendelee na maisha yake, nataka ununue hiyo nyumba unayoiona kwenye fomu pamoja na ile gari. Akaunti namba za malipo zipo chini hapo. Fanya malipo sasa hivi. Nipatie na pesa ya kutoa mimba na kisha niondoke zangu. Hutoniona wala kusikia chochote kuhusu mimi. Nadhani umenielewa Zain. Nisikilize Risha. Wewe hili gari unalotaka ili pamoja na hii nyumba jumla yake unajua ni shilingi ngapi? Milioni 520. Mimi natolea wapi hizo pesa? Sijawahi hata kuziona kwa macho. Risha. Unatoa wapi? Kwani usumeoa? Tena umeoa mwanamke tajiri? Sasa kama unajua pa kupata hizo pesa, kwani ulinitongoza wakati ushaoa na tena ukaamua kuniweka mimba na ili hali nilikwambia tumia kinga? Wakati unajua kabisa mimba inaingiaje? Wewe si mwanaume mashine, wewe si mwanaume. Onesha wanaume wako. Tena nikwambia kitu kimoja Zain, usinichoshe, nisikuchoshe. Kiufupi tusichoshane. Kama uwezi kufanya ninavyovitaka, basi mimi nitazaa huyu mtoto na kila mtu nitahakikisha najua kama nimezaa mtoto wako. Sasa tutaona huyo mwanamke tajiri unayejivunia atafanya nini akishalijua hilo. Risha, sikiliza basi. Huko ni kunikomoa mimi, sio manake? Ni sawa tu. Kwani ulichokifanya wewe hujanikomoa? Umenitia mimba wakati una mke ndani. Ulitegemea nini sasa? Nani mimi atakaye kuja kunioa? Ushaniaribu. Hapa kama mbwai na iwe mbwai, yani sitaki kuendelea kupoteza muda hapa. Fanya malipo, nipe pesa kutolea mimba, mimi nitaenda zangu kutoa. Yaani Risha, ina maana unataka nifanye malipo ya hiyo pesa sasa hivi? Ndo maana yake Zain. Sikia bana, mimi nitakupa milioni 3 ukatoe kwanza hiyo mimba. Alafu kisha mambo mengine nitafanya nikishaweka mambo sawa. Hivi Zain, unadhani mimi ni wakuja sio? Ulinirubuni kwa penzi lako nikalegea kirahisi tu, lakini safari hii hiyo nafasi ipo tena. Hatoki mtu hapa mpaka ufanye ninavyotaka mimi. Hapo ilibidi nianze kumbembeleza Risha, lakini wapi? Juhudi zangu hazikufua dafu kabisa. Nilijikuta nikijilaumu sana kwa tabia yangu ya kupenda kulala na wanawake ovyo. Leo hii imeniingiza kwenye matatizo. Muda ulizidi kwenda na Risha kuonekana kabisa kulegeza msimamo wake hata kidogo. Ilibidi kwanza nimpigie simu rafiki yangu Alibonge, ambaye alikuwa katoka ofisini kwake ili kuweza kunipisha mimi pamoja na Risha Fernando tuongee vizuri. Mara baada ya kumuelezea kila kitu Ali aliniambia nisubiri kidogo aongee na muhasibu wa kampuni. Sijui hata alimwambia nini, lakini baada ya kama dakika 15 hivi Alibonge alinipigia na kisha akaniambia nimtumie hizo account namba ili aweze kufanya malipo. Unajua nilitamani kujua Ali katumia njia gani, lakini kwa wakati ule kusema ukweli ilinibidi kwanza nimtumie zile namba za account ili niondokane na lile tatizo. Na kweli baada ya dakika 2 ujumbe uliingia kwenye simu ya Risha. Alipotazama tu kwa furaha, Risha aliweza kunikumbatia na kanibusu mdomoni na kisha akaniambia, "Haya, bado hela kutolea mimba?" Kiukweli sikumjibu chochote, badala yake nilichukua simu yangu ya mkononi na kisha nikamtumia milioni 3 kwenye mpesa yake.
Risha mara baada kuona muamala wa pesa hiyo, alinyanyuka na kuanza kuondoka zake huko nyuma akitikisa ule msambwanda wake mkubwa kwa makusudi kabisa. Nadhani alikuwa anafanya hivyo ili kuniumiza tu nafsi yangu, nione kwamba nimemwacha demu wa maana kweli kweli. Na kwa hakika alijua kunikomesha kwa sababu nilikuwa nampenda sana, hasa kwa jinsi alivyojaliwa kuwa na umbo kubwa kiasi kile. Hata hivyo sikuwa na jinsi kwa sababu tayari nipo kwenye ndoa. Nipo kwenye ndoa na mwanamke ambaye kabadilisha maisha yangu kwa kiasi kikubwa mno. Oya kaka, imekuwaje? Aliuniuliza rafiki yangu Alibonge, na hii ni mara baada ya kuwa kaingia mule ofisini kwangu. Nikamwambia ndugu yangu, nashukuru Mungu nimemalizana naye. Lakini hebu subiri kwanza. Wewe Ali, zile pesa umetolea wapi kaka? Usijali kaka. Tumetoa kwenye bajeti ile ya mradi wa gesi ya Mtwara. Kwa hiyo tunatakiwa kuweza kuirudisha hii fedha kabla ya taarifa ya bajeti ya kampuni ambayo itawasilishwa mwezi ujao. Kwanza sijui nikwambiaje mwanangu, asante sana kaka. Yaani umecheza kama pere ndugu yangu. Mpaka siku ya kuwasilisha bajeti ya mapato na matumizi ya kampuni ifike, tayari tutakuwa tumeipata hiyo pesa tulioichukua. Okay, sawa. Kwa hiyo umemwacha chotara wako Risha? Ndugu yangu Ali, sina namna nyingine kaka zaidi ya kuweza kumwacha tu. Hii ndoa yangu ni ya umuhimu sana. Yaani kama ikifa hii ndoa sasa hivi, bado nitarudi kwenye maskini tu. Na kwa kweli sipo tayari kuona mimi narudi nyuma wakati tayari nimeshapiga hatua kubwa sana kwenye maisha yangu ndugu yangu. Ni kweli kaka, uko sahihi. Kurudi nyuma hiyo haiwezekani. Basi nikaachana pale na rafiki yangu, tukawa tunaendelea na majukumu mengine ya kiofisi kama kawaida. Ilipofika majira ya saa 11 za jioni, nilikuwa najiandaa kutoka ofisini kwangu ili kwenda nyumbani ninapoishi na familia ya mke wangu. Niliamua kwanza kuwasha data kwenye simu yangu. La haula, macho alinitoka pima msikilizaji. Hali hiyo ilinipata mara tu baada ya kuona Risha kajiposti mitandaoni, huku akiwa ameandika caption inayosomeka hivi: "Thank you God. Hatimaye nimekuwa mama kijacho." Mungu wangu. Kwanza hata tai niliyokuwa nimeivaa niliona kama vile inanikaba shingo. Nikaivua haraka sana na kisha yaani nilimwendea hewani, nikampigia Risha Fernando. Mara baada ya Risha kupokea simu nilianza kuongea. Nikamwambia hivi, wewe mwanamke, wewe unataka nini kwangu? Nakuuliza wewe mpuzi, unataka nini kwangu? Nilipomwambia hivyo Risha, cha ajabu alitabasamu na kisha akampoza akaniambia, kwani kuna nini Zain? Mimi na wewe tumeshamalizana. Nidhani namba yangu utakuwa umeifuta. Nikamwambia, sikiliza, usiniletee mapozi, wewe usiniletee upuzi wako wewe. Tumekubaliana nini mchana? Na sasa hivi unafanya nini? Bila shaka utakuwa umeona posti zangu, sio Risha, umetaka nyumba Mbezi Beach, tayari nimekununulia. Umetaka gari, nimekununulia. Na kama itoshi, nimekupa mpaka na pesa kutolea hiyo mimba. Sasa iweje unajiposti mtandaoni kwamba wewe ni mama kijacho? Nimejifikiria sana Zain. Nimeona siwezi kuwa muuaji kwa kiumbe ambaye hana hatia. Pesa ulionipa nikatoe mimba, nimenunua cable wifi. Yaani hapa ni mwendo tu wa kuperuzi tu mwanzo mwisho mtandaoni. Wewe unasemaje wewe? Wewe mwanamke unasemaje? Yaani nakupa pesa ukatoe mimba, wewe unanunua bando, unajiposti mama kijacho mitandaoni kweli Risha? Kwa hiyo hayo ndo makubaliano yetu eti? Bwana usinisumbue mimi. Sikukutuma unitie mimba. Huyu mtoto mimi nitazaa, utake usitake mimi nitazaa. Upo? Risha mara baada ya kuyasema hayo alikata simu. Kudadeki. Nilivurugwa msikilizaji. Niliona kabisa Risha anakwenda kuharibu ndoa yangu. Kwa nyumba niliyokuwa nimemnunulia, nilikuwa nimeishika anwani yake. Niliamua kwenda huko ili akanieleze vizuri kwanza kwa nini abadilishe maamuzi yake wakati tayari tulishakubaliana. Mida kama ya 2 vikasoro za usiku, nilikuwa nimefika kwenye nyumba niliyokuwa nimemnunulia. Niligonga pale geti kwa nguvu ambapo Risha alikuja kufungua mlango, maana hakuwa na mlinzi wala house girl. Akaniuliza, umefuata nini nyumbani kwangu? Hapo aliniuliza Risha. Kwanza unajua nilimtazama kwa macho makali sana na kisha nikamwambia, hivi wewe
Hivyo wewe unafikiri ndo unafanya nini sasa? Kwa nini hujatoa hiyo mimba? Zain, nimeshakujibu hilo. Nimekuambia siwezi kuwa kiumbe ambacho hakina hatia yote. Sasa naomba ondoke nyumbani kwangu. Ina maana huu ulikuwa ni mpango wako, si ndio maana yake? Okay, bravo. Bravo. Kwa hiyo unataka kumzaa huyu mtoto ili weje? Unadhani mimi nitamtambua kama mwanangu? Kiufupi sihitaji wewe umtambue mtoto wangu kwa namna yoyote ile. Sasa kwa nini umzae wakati umekubaliana na mimba hiyo unatoa? Mimba stoi. Huyu mtoto nitamzaa. Na hata kutambua kama babake upo. Kivipi? Kivipi Risha sinitambue mimi kama babake? Kama umekwenda kinyume na makubaliano yetu, nini kitakuzuia wewe kutokumwambia huyu mtoto kama mimi ndo babake? Niamini mimi Zain. Huyu mtoto atakutambua wewe kama babake. Kama ni nyumba ya kuishi tayari umetupatia. Kama ni usafiri tayari umemnunulia gari la kutembelea. Kuhusu chakula na mambo mengine nitajua mimi mwenyewe. Kwa hiyo wewe nenda tu na uwe na amani. Yaani uwe na amani na maisha yako baba, upo? Chukua mtoto kama vile ameshakufa. Wewe kwa kuwa na amani tu. Risha, amani hiyo mimi naitolea wapi? Yaani sikia, usinivuruge kichwa changu Risha. Yaani usinivuruge kichwa changu. Jiandae sasa hivi tunaenda hospitalini kutoa hiyo mimba. Unasemaje wewe? Siendi popote mimi. Risha, mimi nimeoa. Risha, mimi na mke wangu. Risha, unafikiri nini kitatokea mke wangu akijua kabisa mimi na mtoto nje ndoa? Hilo sio swala langu, mimi alinihusu. Hilo mimi alinihusu. Alafu kwanza nimekuambia hivi, huyu mtoto hatukutambue kama babake. Sikia Risha, kama umeshindwa kutimiza makubaliano tuliyowekeana, utaweza kumzuia mtoto huyo asijue kama mimi ni babake? Sikiliza, mpaka hapa nilipo nina matatizo mengi sana. Na yote yananihitaji mimi mtu mmoja. Kwa hiyo twende hospitalini tukatoe hiyo mimba. Nimesema kwamba huko hospitalini mimi siendi. Siendi popote Zain. Msikilizaji, nilijitahidi sana kumshawishi Risha akubali twende tukatoe ile mimba, lakini haikuwezekana. Risha alikuwa kadhamiria kabisa kumzaa yule mtoto. Kwa upande wangu nilijua kabisa kama yule mtoto akizaliwa ndoa yangu itakufa. Kwa nilitaka kumchukua Risha kwa nguvu kwenda naye hospitali moja kwa moja ambapo kulikuwa kuna rafiki yangu ambaye ni daktari. Basi bwana, ili nataka tu kumshika tu Risha nimpeleke hospitalini kwa lazima. Pale Risha alianza kulalamika ya kwamba anahisi maumivu makali ya tumbo. Risha alianza kulia kama mtoto huku akiwa anasema, Zain mwanangu Zain. Sasa jasho jembamba lilianza kumtoka pale kwenye paji lake la uso ndani ya muda mfupi tu. Unajua mpaka hapo niligundua kwamba Risha alikuwa na maumivu makali mno. Na sio utani kama nilivyokuwa nadhania kwamba huenda akawa ananiigizia. Nikakuna huyu kweli yupo kwenye maumivu makali mno. Haraka sana nilimbeba nikaenda kumpakia pale kwenye gari langu. Nilifunga geti lile la nyumba yake na kisha haraka safari ilianza pale kwa mwisho hospitalini. Kiukweli maumivu makali aliyokuwa anayapata Risha ilimfanya apoteze fahamu kabla hata tujafika huko hospitalini. Mimi kusema ule kweli, hofu ilizidi kunitanda kwa kuhisi labda atakuwa amekufa mtoto wa watu. Mpaka namfikisha kwenye hospitali rafiki yangu iliyokuwa iko maeneo ya Mwenge, tayari ilikuwa ni majira ya saa 4 za usiku, ilikuwa imeshatimia. Wauguzi chini ya usimamizi wa madaktari walimpokea pale Risha tayari kwa kuanza kumpatia huduma. Hasa nilibaki kwenye sehemu ya mapumziko huko nikiwa na mawazo mengi mno. Moyoni mwangu nilikuwa nikijilaumu sana kwa kile ambacho kimempata Risha. Naweza nikasema mimi ndo chanzo, kwa sababu Risha hakuwa tayari kuzaa na alitaka mimi nivae kinga, kondom, wakati ambapo mimi namwingilia, lakini mimi ndo nilikataa kuvaa kinga. Hasa nilijikuta nikiwa na huzuni sana. Moyoni mwangu nilikuwa naomba sana Mungu Risha awe mzima, kwa maana sikutaka kabisa apate tatizo lolote la kiafya. Basi majira saa 6 kasoro za usiku niliitwa pale ofisini kwa daktari ambaye alikuwa akampokea Risha. Haraka sana nilienda ofisini kwa daktari, na mara baada tu kuingia nilitaka daktari aniambie Risha kawaje.
Daktari akaniambia, kwanza pole sana kaka, lakini usijali, Risha yuko salama na tumegundua kama ana ujauzito, kwa hiyo hongera sana kaka. Ujue taarifa hiyo kwangu haikuwa nzuri sana, kwa sababu mimi sikuwa nahitaji yule mtoto azaliwe. Nikamwambia daktari, vipi kuhusu hali yake sasa? Kwa sasa yuko salama. Maumivu aliyokuwa anayepata yametokana na kasoro ambazo zipo kwenye mfumo wake wa uzazi, lakini kwa kuwa mimba yake bado ni changa, hilo ni tatizo ambalo linaweza kushughulikiwa vizuri. Kwa hiyo inabidi aanze clinic mara moja kwa ajili ya kufuatilia maendeleo ya ukuaji wa mtoto wake tumboni. Nilivuta pumzi kidogo na kisha nikasema, daktari, hebu sikiliza bwana. Yaani mimi ni mume wa mtu hapa unaponiona. Huyu binti mimi ni mchepuko wangu tu. Sasa kaka, kama mwanaume mwenzangu, naomba unisaidie, kama ni pesa walau mimi nitakupa tu, sijali. Mimi nitatoa, ila ninachokuomba ni kwamba nataka hiyo mimba itolewe. Na kisha tutamwambia kwamba mimba imeharibika. Kwanza niliposema hayo, yule daktari niliona akinitazama kwa sekunde kadhaa, na kisha akaniambia, bwana sikiliza bwana, nimekuelewa ndugu yangu. Nimekuelewa vizuri sana bwana Zain. Lakini kuna changamoto mbili hapa. Moja, kutoa mimba bila kibali. Hiyo ni kinyume cha sheria. Lakini mbili, kwa hali alionayo huyu binti, kama tukifanya jaribio la kutoa hiyo mimba, kuna uwezekano mkubwa sana akapoteza maisha yake. Nikamwambia, kwa hiyo daktari, hakuna namna nyingine unaweza kufanya hiyo, tukafanya huyo mtoto asizaliwe? Kaka, sikufichi, sio kwamba sitaki pesa yako, hapana. Hapa naongelea utu na thamani ya uhai wa mtu. Kitaalam kaka, hata umpeleke wapi huyu binti, hiyo mimba haitoweza kutoka, kutokana na kwamba mtalazimisha kuitoa hiyo mimba. Huyu binti atakufa tu. Na kama atapona, basi atakuwa ndo maajabu ya Mwenyezi Mungu, kwa maana kwamba yeye ndiye anayetupatia uhai na kutuchukua. Mimba yake imekaa kimtego sana. Kwa sikushauri kijana kutaka kuitoa mimba. Yaani kwanza mpaka hapo nilichoka hoi. Msikilizaji, sikuwa hata na nguvu za kwenda kumwona Risha kwenye wodi aliyokuwa amelazwa. Nilichokifanya ni kulipa bili yake ya matibabu, na kisha huyo nilianza kurudi nyumbani Masaki. Kipindi hiko mimi nilikuwa naishi nyumbani kwa mke wangu Masaki. Na kama nilivyokuambia, huyu mwanamke nilimwoa alikuwa ni binti wa kitajiri, binti ambaye anatokea kwenye familia kitajiri sana. Kwa hiyo hata baada ya ndoa yetu, wazazi wake waliniomba sana niishi na binti yao kwenye jumba lao, jumba la kifahari huko Masaki. Kwa upande wangu mimi sikuona kama kuna shida, kwa sababu watu wote ndani ya jumba hilo walikuwa naishi kizungu tu, kusema ukweli. Yaani kila mtu alikuwa na mambo yake. Hakuna ule muda wa umbea sijui kufuatilia sijui fulani kafanya nini. Hayo mambo hayakuwepo. Saa 7 kasoro za usiku nilikuwa nimefika nyumbani, kwa sababu tayari usiku mwingi ulikuwa umeshaingia. Nilijua watu wote watakuwa wamelala, lakini kumbe sio, haikuwa hivyo. Nikiwa napandisha ngazi kwenda kwenye ghorofa ya 3, mahali ambapo chumba changu mimi na mke wangu kipo ghorofani huko, nilisikia sauti ya mwanamke ikiniita kutokea nyuma kwamba Zain. Nilipogeuka nyuma nilimwona Zaina. Zaina ni dada wa mke wangu. Yaani katika familia yao walizaliwa hao wawili. Wa kwanza ni yeye Zaina, na wa pili ambaye ndiye mke wangu alikuwa anaitwa Hana. Basi bwana, nilipogeuka nilimwona Zaina. Alikuwa kavaa gauni jeupe la kulalia ambalo lilikuwa ni refu mpaka chini. Nikasema, shemeji Zaina, kumbe bado hujalala. Hapo mimi nilijisemesha hivyo huku nikiwa naweka tabasamu usoni mwangu, kwa sababu sikutaka huyu Zaina ajue tatizo ambalo mimi niko nalo. Sasa nikiwa naendelea kumtazama Zaina, macho yalinitoka mara baada ya kumwona Zaina akiwa anavua lile gauni la kulalia mbele yangu. Aise, sijui hata niwaelezee vipi kile ambacho nilikuwa ninakiona. Kama ni kweli mwenye pesa hawezi kuwa mbaya, basi naweza nikakiri hilo kupitia kwa Zaina. Unajua, tokea nimeanza kuishi mule ndani kwao
kama mume wa Ana. Nilikuwa namchukulia poa tu Zaina kwa sababu mara nyingi alikuwa anapenda sana kuvaa yale manguo makubwa makubwa, kwa hiyo nilikuwa sijai kupata bahati ya kuweza kumwona akiwa kwenye vazi la kubana. Zaina alikuwa kaumbika tena. Kwa upande wa sura alikuwa ni wa kawaida tu, ila kwenye shepu ilikuwa balaa. Zaina alikuwa na msamo mkubwa tena viringo. Kifuani sasa ndo usiseme. Zaina alikuwa dodo. Huyu binti unaweza kusema huyu alikuwa ameshushwa huyu. Kusema ule ukweli msikilizaji, huu ulikuwa ndo dhaifu wangu mimi. Nikiona binti ameumbika, amekaa umbile namba 8. Naweza nikasema sio mimi tu, bali sehemu kubwa ya wanaume wengi haswa wa kizazi hiki. Utuambii kitu. Mambo ya bombo kra. Wengi wetu tunapenda sana hizo sehemu mbili hizo. Mambo ya Mloganzila. Kwa mfano, mimi na uhakika wa wanaume wa kizazi hiki, kama wangepewa fursa wajiumbie mwanamke wanayemtaka, basi wale wengi wangewaumba wanawake wao. Sehemu ya shape kwa kata kiunoni kuja huko chini na sehemu ya kifuani wangeumba sana. Yaani wangekuwa wanatulia kweli kweli, wanachukua muda mwingi wanatulia, wanaumba hayo maeneo. Sehemu ambazo karibia kila mwanaume anazipenda. Sio wote, ila karibia kila wanaume wanazipenda. Kusema ule kweli, nilijikuta nikiwa na kigugumizi baada ya kumuona Zaina. Sikuwa hata na uwezo wa kuongea chochote. Zaina, dada wa mke wangu. Macho yangu yote yalikuwa kwa Zaina kusema ule kweli. Moyoni mwangu nilikuwa najiuliza sana, kwa nini Zaina avue lile gauni mbele yangu? Nikiwa naendelea kumtazama taratibu Zaina alianza kupiga hatua kunisogelea, na aliponifikia karibu yangu alitabasamu na kisha akaniambia, ulikuwa unanichukulia poa Zaini eh? Sasa niambie, mimi na mkeo nani amenona? Kusema ule kweli sikuwa najua hata niongee nini. Maana uzuri wa Zaina kwa kweli ulikuwa umenipagawisha vibaya mno. Zaina kwanza alinishika mkono na kisha alianza kunivuta kuelekea store. Nikamwambia Zaina unafanya nini Zaina? Zaina akaniambia suliza maswali kana kwamba hujui nini nataka. Nikamwambia lakini Zaina unajua kama mimi ni mume wa mdogo wako Zaina. Najua hilo. Na ndio maana nafanya hivi. Una maana gani kusema hivyo Zaina? Namsaidia mdogo wangu, na hakika yeye peke yake hawezi kuhimili tango lako. Sasa wakati Zaina anayesema hayo, tayari alikuwa kashaanza pale kunyonya koni, huku akiwa kabinua pale msambonda wake pembeni. Aise, nilijisikia nikipata utamu wa ajabu ambao sikuwa nimewahi kuupata tokea nianze kufanya hili tendo la mapenzi maishani mwangu. Nilimshika nywele Zaina, nikambinua hivi, nikawa namtazama na kisha nikamuuliza Zaina, unajua mimi sinaga huruma kwenye haya mambo. Ni kweli unataka kutiana na mimi? Maana mimi nikianza hapa sikuachi hata iweje. Zaina akaniambia acha maneno mengi Zaina. Mpaka leo nimekuvulia nguo, maana yake ni kwamba nataka kushughulikiwa. Jibu hilo kwanza unajua liliniondoa aibu. Na ustaarabu wote ule niliutoa. Nilimkamata nywele Zaina na kisha nilianza kumvuta mpaka kwenye chumba cha wageni ambacho hakikuwa na mtu ndani. Nilimuingiza mule ndani na kisha nikamwambia apige magoti. Na baada hapo nilichukua mtalimbo wangu uliokuwa umetuna vizuri kabisa huku ukiwa na mishipa, nikausweka wote mdomoni mwake. Nikaanza pale kupigisha pambu taratibu. Mwanzoni Zaina alionekana kama kumudu hivi mapigo, lakini kadiri muda ulivyozidi kwenda uzalendo ulikuwa unamshinda. Alianza pale kujaribu kujinasua kutoka kwangu, lakini sikumwacha. Niliendelea kumuingiza mtalimbo wangu mpaka ndani kabisa kwenye njia koo lake la hewa, na kisha nikamwagia zangu wazungu huko. Kitendo hicho kilimfanya Zaina akohoe mpaka machozi yakawa yanamlenga machoni. Nilimpiga pale vibao kwenye msambonda wake mkubwa na kisha nikamtaka kae kimya, maana yeye mwenyewe si ndo kautaka. Basi ngoja nimpe.
Nilimkamata na kisha nikaingiza tena mtalimba wangu kwenye mdomo wake. Safari hii sikuwa na huruma hata kidogo. Nilisukuma nje ndani nje mpaka Zaina alianza kupiga kelele. Nilipoona kelele zake zinaweza kuamsha waliolala, niliamua kuchukua lile gauni lake la kulalia, nikamfunga pale mdomoni, na baada ya hapo nilimnyanyua nikaenda kumtupa kitandani. Nikamtanua pale miguu na kisha nikazama chumvini. Hebu subiri kwanza msikilizaji, hapa unatakiwa kuzingatia usafi sana ise. Kama huna uhakika na usafi wa mwenza wako, basi hata siku moja usije ukajaribu huu mchezo wa kwenda chumvini. Aise, itakugharimu vibaya mno. Hakikisha kwanza mwenzako anakuwa ni msafi na kisha ndio ufanye hivyo. Basi bwana, baada ya kuzama chumvini nilianza pale kumsikia Zaina akitoa miguno ya utamu. Niliendelea pale kumchezea kwa ufundi kabisa, maana kwenye hiyo michezo mimi nilikuwa si jambo. Baada dakika kadhaa niliona Zaina akisesemka mwili mzima kwa utamu. Akaanza sasa, Zaini tie. Alikuwa anaongea Zaina huku akiwa katanua miguu yake, kwa kuwa nilikuwa ni mtu ambaye ninapenda sana sifa na heshima kwenye mapenzi. Sikutaka kumtia pale kitandani. Nilimnyanyua nikaenda kumsimamishia dirishani. Nilichukua pale mguu wake wa kushoto nikaweka begani kwangu. Kwa hiyo Zaina sasa akawa akasimamia mguu wa kulia, huku mguu wake wa kushoto ukiwa begani mwangu. Kitendo hiko kilifanya kitumbua chake sasa kionekane wazi, huku msambonda wake mkubwa ambao ulikuwa umeshona huko nyuma taratibu ulikuwa unacheza hivi. Mimi nikaingiza pale mtalibu wangu kwenye kitumbua chake. Kusema ule ukweli, sikuwa na huruma kabisa kwenye swala zima la kutiana, na labda huenda ndo sababu ilionifanya kila mwanamke niliwahi kulala naye ashindwe kabisa kunisahau. Nilimpelekea moto Zaina bila huruma. Mwanzoni alionekana kuhimili vishindo vyangu, lakini muda ulivyozidi kwenda ndivyo uzalendo ulivyokuwa unazidi kumshinda. Unajua, ilifikia wakati akawa anataka kutoa mguu wake begani mwangu ili akimbie. Sasa kabla hajafanya hivyo, mimi nilimsogeza kwenye pembe ya ukuta, hivyo akawa hana pa kukimbilia. Niliweka tena mguu wake begani mwangu na kisha kazi kaendelea kama kawaida. Safari mpaka machozi yalikuwa yanamtoka. Sikumwacha kwa sababu sikutaka kabisa nichukulie mipoa. Maana wanawake bwana, ukimwonea huruma tu kitandani, basi jua tu ya kwamba kukufedhehesha ndicho kitu ambacho kinafuata. Sijisifii la kusema tu ule ukweli, nilimtia sana Zaina. Ilifikia wakati alikuwa hawezi hata kutembea. Bado hiyo miaka kunifanya nimwache. Nilimbeba nikamlaza kitandani kifudifudi. Hapo sasa msambwani ndo kawa kama amenisusia hivi kwa nyuma. Nilichukua pale mto nikaweka kwa chini, kitendo ambacho kilipelekea sasa msambwanda wake ule wote ukawa umebinuka hivi juu. Kilichofuata hapo ilikuwa ni doze tu kwa kwenda mbele. Mpaka namwacha Zaina alikuwa kachoka hoi. Kwa kuwa kile chumba kilikuwa kina bafu mule ndani, niliingia naye bafuni nikakoga pale pamoja na kumogesha yeye mwenyewe. Na baada ya hapo nilimwa kumlaza mule chumbani, maana kama ningesema nimpeleke chumbani kwake, ingekuwa balaa. Huenda ningeonekana na wazazi wake, maana kwenda chumbani kwake ilikuwa ni lazima upite kwenye korido ambayo chumba cha wazazi wake kipo. Sasa kwa kuwa nilikuwa nimefanya kazi kubwa ya kutafuna msambwanda wa Zaina, nguvu zote mimi zilikuwa zimeniishia mwilini. Nilikwenda jikoni kuona kama kuna chakula chochote, lakini kwa bahati mbaya jiko liko jeupe. Hakukuwa na chakula chochote. Mezani napo hakukuwa na chakula chochote. Kwa niliamua tu kwenda chumbani kwangu kwanza kubadili nguo na kisha niangalie cha kufanya, kama ni kuja jikoni nijipikie mwenyewe au la. Chumba ambacho nalala mimi na mke wangu kilikuwa ni chumba kikubwa na chenye hadhi ya chumba cha hoteli ya nyota 5. Nadhani chumba chetu kulikuwa kuna sebule ndogo kwa ajili ya kulia chakula. Kulikuwa kuna madirisha makubwa ya vioo ambapo kwa wakati huo wa usiku yalikuwa yamefunikwa na mapazia gharama kweli kutoka nchini Uturuki. Kulikuwa kuna makabati makubwa ya nguo pamoja na viatu. Mke wangu alikuwa ni mtu wa fashion sana. Kwa ndani kwetu kulikuwa karibia na kila aina ya nguo mpya pamoja na viatu. Basi bwana, baada ya kuingia tu chumbani kwangu, macho yangu yalitoa mezani ambapo niliona kulikuwa kuna mahoti pote ya chakula, vinywaji pamoja na matunda. Kwa kuwa nilikuwa na njaa, sikupoteza muda. Nilikaa mezani nikaje kupakulia pale chakula nikaanza kula. Na nilipomaliza kula niliingia chumbani ambapo nilimkuta mke wangu Hana akiwa tayari kalala. Nilipanda pale kitandani kisha nami nikaanza kutafuta usingizi, huku akilini mwangu nikiwa nawaza nitaepukana vipi na Risha ambaye amekataa kabisa kutoa ujauzito wangu. Siku iliyofuata majira ya saa 12 za asubuhi, nikiwa bado nimelala, ghafla nilishtuka mara baada ya kumwagiwa maji baridi usoni. Maji hayo kwanza yalinifanya mwili wangu wote unisisimke. Nikasema, Ana mke wangu, unafanya nini sasa? Unafanya nini Ana?
Nilimuuliza Ana, na hii ni mara baada ya kuona kanimwagia maji, tena ni ya baridi kweli kweli. Akaniambia, mshenzi mkubwa wewe. Wewe ni mwanaume gani usiokuwa na msimamo? Hivi kwa sababu labda una dudu kubwa ndio unajiona wewe una haki kutiatia tu wanawake hovyo, si ndio? Hapo kwanza nilitulia kwanza kidogo, nikawa nawaza. Ina maana kajua kama nimempa mimba mwanamke mwingine au kajua kama mimi nimelala na dada yake jana usiku. Nikawa najiuliza hapo. Lakini Ana akaniambia, sina kuuliza kenge wewe. Kwa nini unanisaliti? Kama bado ulikuwa unataka kuendelea na ushenzi wako wa kutiana hovyo, kwa nini ulinioa? Na kuuliza wewe, kwa nini ulinioa? Ana, mke wangu, hebu tulia kwanza. Unajua sielewi unaongelea kitu gani mke wangu. Uelewi Unajifanya uelewi, si ndio Ana, unanituhumu bure tu. Mbona mimi sijafanya chochote kibaya cha kukusaliti? Mimi kukusaliti wewe kivipi? Kwa nini kwanza mpaka nikusaliti mke wangu? Jana usiku ulikuwa wapi? Kumbe sababu ndio hiyo tu mke wangu. Ulipaswa kuniuliza kwanza kabla kunituhumu. Zain, nakujua vizuri mjinga wewe. Yaani huniambii kitu, nakujua vizuri wewe, nakujua vizuri. Na na uhakika jana usiku kuna mtu ulikuwa unatena naye. Sasa naomba tu niambie ukweli ili nikusamee, vinginevyo pata chimbika hapa. Aliongea Ana, huko safari hii akionekana kuwa na hasira maradufu. Nikamwambia, sikiliza mke wangu. Jana kulikuwa kuna mpira. Kwa hivyo nilipotoka kazini, nikaona kinipitia kwanza kucheki mpira na kisha ndo nirudi nyumbani. Unasemaje wewe? Hapa nyumbani hamna TV? Ungepungukiwa kitu gani kama ungekuja kuangalia mpira nyumbani? Mke wangu, unajua jinsi gani nakupenda malkia wangu. Mpaka nimeamua kuweza kukuoa wewe, maana yake ni kwamba nimekubali kuacha makando yote ambayo nilikuwa nayo hapo mwanzo. Mimi sikuwa nafanya chochote kibaya mke wangu, zaidi tu ya kuangalia mpira tu. Kama unasema kweli, kwa nini ukunipigia simu kuniambia kwamba utachelewa kurudi? Naam, sasa kabla sijamjibu hili swali lake, ghafla mlango wa chumbani kwetu ulianza kugongwa. Ona sasa mke wangu, kelele zako umefanya mpaka wazazi wako wamesikia. Hapo niliongea hivyo huku nikiwa naenda kufungua mlango. Nilipofungua tu nilikutana na dada Rehema, ambaye alikuwa ndo kiongozi wa wafanyakazi mule ndani. Dada Rehema alionekana kukosa utulivu kabisa. Mimi nikamuuliza, dada Rehema, mbona uko hivyo? Kuna nini kwani? Kaka Zaini, huko nje kuna mama anafanya fujo, anataka kuingia ndani kwa lazima. Anataka kuonana na wewe. Kwa nimekuja kukuuliza kama tu tumruhusu aingie au la. Mama? Hapo unajua kwanza nilishangaa. Mama gani huyo? Hapa kanifuata mimi, na kwa nini anifuate? Sasa wakati nalifikiria hilo, kumbe Ana alikuwa kasikia mazungumzo yangu mimi na dada Rehema. Alichungulia nje kupitia dirishani, akawa kumuona huyo mama. Kitendo hicho ndio kilizidi kumkera zaidi, kwani aliamini ni wazi yule mama atakuwa ni mwanamke wangu. Kwa hiyo Zain, ndio umeamua kunichanganya mimi na yule bibi kizee huko nje? Kweli? Sasa ngoja nikamuonesha kwamba mimi ni nani. Hapo Ana alianza kutoka nje mkuku. Kwa kuwa nilikuwa namjua Ana vizuri kabisa, ni mtata sana, akiwa na hasira. Sikutaka kubadili nguo za kulalia. Niliamua kutoka nje vile vile na nguo za kulalia. Na kwa bahati nzuri, kabla Ana hajamfikia yule mama, nilifanikiwa kumzuia. Kwa nini unanizuia Zain? Niache. Zain, nimekwambia niache nimuoneshe huyu malaya. Kauli ile naweza nikasema ilichochea hasira kwa yule mama ambaye hata mimi bado nilikuwa simjui ni nani. Yule mama akasema, unasemaje wewe binti? Nani malaya? Unapata wapi jeuri ya kuniita mimi malaya? Hivi unaelewa uzito wa maneno uliyoyatamka kwangu? Sasa hapo, kwa kuwa mimi sikutaka mambo yawe mengi, pale uani niliwaambia walinzi wamuingize yule mama kwenye gari langu moja. Mara baada ya kufanya vile, nilimchukua Ana nikamrudisha mpaka chumbani kwetu na kisha nikamfungia mlango kwa nje. Mimi nilitoka mpaka kule nje, nikampatia mlinzi ule ufunguo, akamfungulie mke wangu, huku mimi tayari nikiwa nimeshaanza kuondoka na yule mama kwa kutumia gari langu. Mara baada ya kuwa nimetoka mbali na nyumbani kwangu,
Nilipaki gari pembeni na kisha nikamgeukia yule mama. Nikamwambia, mama, hebu naomba radhi kwa kile alichokisema mke wangu kwako. Lakini kama utojali, ningependa kukujua kwanza wewe ni nani? Unauliza mimi ni nani? Yaani bado una ujasiri wa kuuliza mimi ni nani? Umemchezea binti yangu, umempa ujauzito na bado unataka kuharibu maisha yake kwa kuitoa mimba yake kwa lazima, si ndio? Huyu mama aliposema hivyo, moja kwa moja niligundua kwamba yule ni mamake Narisha, kwa maana ya kwamba ndiye mwanamke pekee nilikuwa nimempatia mimba. Nikamwambia, sikiliza mamangu, kwanza naomba radhi kwa hilo. Kuhusu binti yako yuko salama na wala ujauzito wake haujaweza kutolewa. Yupo salama? Yupo wapi? Usiku kucha nilikuwa namtafuta kwenye simu na sikumpata. Binti yangu yuko wapi? Yupo hospitalini mama. Lakini usio na wasiwasi, yuko salama. Unasemaje wewe kijana? Hai, nipeleke haraka sana nikamwone huyu binti yangu. Kiukweli sikuwa na namna nyingine zaidi ya kuanza kuelekea hospitalini. Tulipofika nilipaki gari kwenye maegesho na kisha nikamwambia mama, binti yako yuko kwenye hiyo hospitali. Amelazwa wodi ya ujauzito. Ukifika pale mapokezi utaelekezwa mahali alipo. Mimi nataka nikafanye mpango wa kuweza kubadili hizi nguo za kulalia na kisha nitakuja kwa ajili ya kuweza kuona. Yule mama hakuongea, badala yake aliacha tu sonyo kali sana na kisha akashuka kutoka kwenye gari langu. Niliamua kuwasha gari langu nikaenda kwenye duka moja vila suti lilokuwa maeneo ya Mwenge pale. Niliingia ndani nikachagua pale suti moja na kisha na viatu, nilivaa pale na kisha nikatoka zangu. Mara nyingi nilikuwa natembea na perfume kwenye gari langu. Kwa nilipoingia tu kwenye gari langu nilijipulizia pale perfume na kisha huyo nikarudi tena kule hospitalini ili nikajue Risha anaendeleaje. Kweli nilifika nikaingia ndani moja kwa moja. Nikaenda kwenye wodi aliyokuwa kalazwa Risha. Nilipoingia nilimkuta Risha ndio alikuwa anamalizia pale kumhadithia mama yake kila kitu kilichokuwa kimetokea baina yangu mimi na yeye. Mama Risha kwa hasira, unajua alinitandika kibao chepesi shavuni na kisha alianza kunifokea pale. Akaniambia, hivi kijana, wewe unajiona nani wewe? Hivi kama mama yako angetoa mimba yako leo hii, wewe ungekuwa hapa duniani? Unawezaje kuwa na roho kikatili namna hiyo ya kutaka kuua kiumbe chako wewe mwenyewe? Hapo sikuwa na cha kusema msikilizaji. Zaidi tu kukaa kimya. Mamake Narisha alionekana kuwa na hasira sana dhidi yangu. Kwa niliona hapo kujibizana naye, haitakuwa busara, na isitoshe yule ni mtu mzima. Akiwa anaendelea kunifokea, daktari alikuwa anamtibia Risha aliweza kuja pale, ambapo alituambia kwamba Risha yuko sawa, tunaweza kurudi nyumbani, lakini kuanzia sasa hivi anatakiwa kuanza kliniki pamoja na kupata mtu wa karibu wa kuweza kuwa anamwangalia muda wote wa ujauzito wake. Basi mimi ndio libini niwachukue, niliwapeleka kule Mbezi Beach kwenye ile nyumba ambayo nilikuwa nimemnunulia Risha. Na mara baada ya kuwafikisha mimi nilitaka kuondoka, lakini mama yake na Risha alinizuia, akaniambia, wewe kijana, hebu subiri kwanza. Wewe kijana, huwezi kuondoka kirahisi hivyo tu namna hiyo. Nikamwambia, mama, kwani kuna shida gani tena? Ina maana wewe huoni shida, si ndio? Sikiliza kijana, nikiwa kama mama siwezi kuona binti yangu anateseka hali ya kuwa mimi nipo. Nachotaka kujua kutoka kwako ni kwamba una mpango gani na binti yangu? Mama, mimi sina mpango wote na binti yako. Una maana gani kusema huna mpango wote na binti yangu? Mama, nishaoa na isitoshe sina tena mahusiano na binti yako, hata Risha mwenyewe anajua hilo. Kwa hiyo kuhusu ule ujauzito wake inakuaje? Kwa kuwa daktari kasema ni hatari kama akiutoa, basi acha tu azae tu. Lakini nilishamwambia kwamba huyo mtoto atakayezaa hatakuwa kwangu. Unasemaje wewe kijana? Yaani mimba umpe wewe, alafu mtoto akizaliwa sio kwako. Hivi unajielewa kweli wewe? Sasa kama ulikuwa hunijui vizuri, mimi ni nani, basi kuanzia sasa ndio utanijua vizuri. Kama utaki kuwa kwenye matatizo na mimi, kuanzia hivi sasa ninavyoongea, unapaswa kuanza kumhudumia Risha. Akizaa huyo mtoto atakuwa ni wa kwako. Hilo ni utake usitake, mtoto ni wa kwako tu. Mama, hilo halitowezekana hata kidogo. Mimi tayari na familia nyingine na siwezi kuwa na mtoto nje ya ndoa. Kwa hiyo leo ndo unalijua hilo, si ndio? Haya, sawa. Nenda. Nilitoka mule ndani huko nikimwacha mama yake akiwa na hasira kweli kweli. Kwa kuwa tayari ilikuwa imeshafika majira ya saa 3 za asubuhi, ilibidi tuende ofisini ninakofanyia kazi kama mkurugenzi wa ufundi.
Nilipofika tu kazini, kabla hata sijaingia ofisini kwangu, sekretari wangu aliniambia kwamba Madam Dosa ananihitaji ofisini kwake haraka sana. Moja kwa moja nilijua tu mke wangu Ana atakuwa kashtaki kwa wazazi wake, na ndio maana mama yake ambaye ndo meneja wa kampuni yote ile ya mume wake ananiita. Ilibidi niende ofisini kwake kumsikiliza. Na mara baada tu kuingia nilimkuta pale akiwa ameketi kwenye kiti chake cha kuzunguka, huku akiwa na kikombe cha kahawa mkononi mwake. Nikamwambia, mama, shikamoo. Nimepewa taarifa ya kwamba unaniita. Kwanza Madam Dosa alinitazama kwa sekunde kadhaa. Ni wazi kuna jambo alikuwa anajaribu kulifikiria kuhusiana na mimi. Akaniita, akaniambia, Zaini. Nikamwambia, naam mama. Unaweza kuniambia nini kinaendelea kati yako wewe na mkeo? Hamna kitu mama. Sikia, mimi sio mtu baki. Wewe ni sehemu ya familia yangu kwa sababu umemoa binti yangu. Sasa naomba uniambie nini kinaendelea kati yenu nyinyi wawili? Yani mama, unajua sio swala kubwa sana mama, na ndio maana nikasema hamna kitu. Ni kwamba jana mimi nilipitia kibandani kwa ajili ya kuweza kuangalia mpira. Sasa nikawa nimechelewa, ndo nikawa nimekosana kidogo na mwenzangu, lakini mama, mimi hilo nitarekebisha. Na yani sio issue kubwa mama, sio issue kubwa. Zaini kijana wangu, hivi unajua mimi na miaka mingapi? Najua mama, una miaka 50 sasa. Sasa kama unalijua hilo, unawezaje kumdanganya mtu mzima kama mimi kirahisi namna hiyo? Hivi unafikiri naamini huo uongo wako unaoongea sasa hivi kwangu? Yani unajua mama, mimi siongei uongo mama, mbona siongei uongo? Sasa kama huongei uongo, kwa nini mwenzio ana hasira sana na wewe? Na yule mwanamke aliyekuja leo nyumbani asubuhi ni nani? Swali hilo kwangu lilikuwa ni gumu sana. Unajua, mpaka nikajiuliza, ina maana kwamba Madam Dosa alimuona mama yake na Risha alivyokuja pale nyumbani? Nilijiuliza mimi mwenyewe kimoyomoyo, huku nikiwa ninafikiria uongo wa kuweza kuongea kwake. Lakini mama yake na Ana, ambaye ni mama mkwe wangu, akaniambia, si nimekuuliza wewe, yule mwanamke aliyekuja nyumbani leo asubuhi ni nani? Yule mama, yule ni rafiki wa mamangu wa zamani. Sasa alikuwa nadhani kwamba mamangu anaishi pale, na ndio maana akawa amekuja pale nyumbani. Hivi Zaini, unaniona mimi ni mtoto mwenzio, si ndio? Nimeona kwa macho yangu walinzi wakimuingiza kwenye gari lako kwa nguvu, na kisha ukatoka ukiwa kuna nguo za kulalia, uliondoka naye. Alafu sasa hivi unaniambia yule ni rafiki wa mama yako, kweli? Kwa kweli mama, naomba radhi kama nimekukwaza kwenye hilo. Kimsingi kulikuwa kuna kutokuelewana. Mke wangu alidhani kwamba yule mimi
alizani mke wangu alidhani yule mama ni mwanamke wangu, kwa hiyo alikuwa na hasira sana na yeye. Wote kwa pamoja walianza kurushiana maneno machafu. Kwa hiyo mimi sikutaka lile swala liwe kubwa zaidi, na ndio maana nikaamua kumchukua yule mama nikaweza kuondoka naye. Kwa hiyo baada ya kutoka naye pale nyumbani, ulimpeleka wapi? Nilimpeleka Kinondoni Mkwajuni, nyumbani kwa mamangu. Kwa hiyo huyo mwanamke umemwacha nyumbani kwa mama yako, si ndio? Ndio mama. Una uhakika na maneno yako Zain? Ndio mama, ndo hivyo ndo ilivyokuwa mama. Sawa, ngoja tufanye hivi. Mimi nimekuamini kwa sasa, lakini narudia tena, nikija kugundua kama kuna jambo umenificha, basi tambua kwamba sitokuacha salama. Lazima nikuadhibu vile inavyopaswa. Haya, toka ofisini kwangu, nenda kaendelea na majukumu yako ya kazi, na uhakikishe mkeo anakuwa na furaha. Sasa ole wako nirudi nyumbani nikute bado binti yangu kanuna, ndo nitatambua mimi ni nani. Sawa mama, mimi nimekuelewa mama. Naam. Nilitoka mule ofisini kwa mama mkwe wangu, na kisha hapo sasa nilianza kurudi sasa ofisini kwangu. Kabla hata sijafika ofisini kwangu, kwanza nilichukua simu yangu na kisha nikampigia mama yangu, nikamwambia halo mama. Kijana wangu, niambie baba. Nikamwambia mama, kuna jambo inabidi unisaidie mama. Nini tena Zain jamani? Ina maana tayari umeshafanya tukio huko, si ndio? Hivi wewe utatulia lini wewe mwanangu? Unajua kama wewe ni mume wa mtu sasa hivi, unalijua hilo? Mama, nisikilize kwanza mamangu. Haya, ongea na kusikia. Ni hivi mama, kama mama yake na Ana akikupigia simu kukuuliza kuhusu mwanamke mmoja hivi mtu mzima, mwambie ndio, ni rafiki yako na mimi ndo nimemleta huko nyumbani kwako leo asubuhi, ila tayari ameshaondoka nyumbani kwako. Zain mwanangu, ina maana umeanza kutembea mpaka na wamama watu wazima. Una nini lakini wewe mwanangu? Ina maana huyo mwanamke uliyemoa hakutoshi? Mama jamani, mimi niko ofisini hapa na nipo kwenye matatizo. Kama unataka kuokoa ndoa yangu mama, naomba unisaidie kwenye hilo mama. Uefanya kama nilivyokuambia mamangu, sawa? Sawa, ila mwanangu badilika. Unajua iko siku hii michezo unayoifanya itakutokea puani, shauri yako. Sawa mama, mimi nimekuelewa, nakata simu. Nilikata simu na kisha niliingia ofisini kwangu, ambapo nilimkuta sekretari wangu akiwa kainama. Alikuwa anaokota baadhi ya mafaili ambayo yalikuwa yametupwa ovyo tu ndani ya ofisi yangu. Mimi nikamuuliza, Cleopatra, ni nini hiki? Mbona kama kumevuruga ofisini kwangu? Nani kafanya hivi? Mke wako boss. Mke wangu? Ndio boss, mke wako amekuja akiwa na hasira sana. Hakunisemesha hata mimi. Moja kwa moja tu ameingia ofisini kwako, na baada ya kuona tu huko ndo akaichetu kuvuruga vitu kama hivyo unavyoona boss. Shit. Hivi huyu Ana sasa mbona kama vile ananipanda kichwani? Samahani boss, kama utojali unaweza kuniambia tatizo ni nini, huenda mimi nikawa ni msaada kwenu. Maana nimeishi kwenye ndoa kwa mwaka mmoja sasa. Ina maana kwamba wewe Cleopatra uliolewa? Mbona hukuwahi kutuambia hapo ofisini kama uliolewa? Bora hata sikuambia, maana nilichokutana nacho kwenye ndoa ni aibu mtupu. Aibu? Kivipi Cleopatra? Boss wewe acha tu. Sijui ule mshenza aliniroga au ni vipi. Yaani bado najiuliza nilikubali vipi kuolewa na mwanaume kama yule. Kwani alikuwa na shida gani? Alikuwa kibamia. Cleopatra, hebu kuwa serious kidogo. Ina maana unataka kuniambia mpaka unaolewa naye wewe ulikuwa hujui kama ana kibamia? Wewe acha tu boss. Unajua mimi nilipagawa na mali zake, lakini pia ndoa yetu ilikuwa ni ya ghafla sana.
Binafsi niliona kama nimeokota dhahabu jalalani, lakini kumbe nilikuwa najidanganya. Yule mwanaume ni mpuzi sana. Kumbe maisha yake toka akiwa kijana mdogo amekuwa anajichua, kitu ambacho kimefanya amekuwa na kibamia. Na alivyokuwa mjinga zaidi sasa, badala ya kutafuta tiba ili awe mwanaume kamili, awe mwanaume shababi kama Nkojei, lakini bado akawa tu anaendelea na tabia yake ya kujichua, kitu ambacho mimi nilishindwa kuvumilia kwa kweli. Hata kama ana pesa, mwanamke ile kuheshimu lazima umnyoshe kisawasawa kitandani. Sasa yule mpuzi hakuwa na maajabu yoyote. Kwanza kidude chake kilikuwa kidogo kama vile kidole cha mtoto. Yaani kama vile pipi kifua. Mimi wa nini sasa mtu kama huyo boss? Na maana tunakama tu bado tuachane. Pole sana. Wala hata usijali boss. Lakini sasa nina furaha sana kutoka kwenye yale matatizo. Maana kama mtu hawezi kukuendo, huyo ni sawa tu na mwanamke tu. Kwa hiyo mimi kama niliolewa na mwanamke mwenzangu. Cleopatra. Lakini ungemshawishi akafanywa tiba. Kama pesa alikuwa nazo, kwa nini hakutaka tiba? Tatizo la kibamia sio ukimwi kusema kwamba labda huwezi kupata tiba. Issue ni kutafuta tu wataalamu sahihi tu, maana siku hizi unajua na kukumezuka tabia, kila mtu ni daktari anatibu nguvu za kiume. Hivi unafikiri mimi sikufanya hilo boss? Nilijaribu sana kumshawishi, lakini alivyokuwa mjinga sasa, wala alikuwa shughuliki na kutafuta tiba. Ndio kwanza alikuwa anaendelea kujichua tu. Ni hatari sana hiyo. Sasa sikia, ita watu wa usafi waje kuweza kusafisha hapa haraka, maana nataka nianze kupitia yale mafaili ya Wachina kwanza. Sawa boss, alinijibu Cleopatra, na kisha alianza kuondoka mwa ofisini kwangu. Sasa wakati anaondoka, unajua nilikuwa naangalia jinsi msambonda wake mkubwa ulivyokuwa unatikisika ndani ya suruali yake ya kitambaa aliyokuwa amevaa. Moyoni nilibaki tu nikijisemea, kumbe kuna watu wapumbavu. Yaani mtandamu kama huu unauachia tu kirahisi tu. Mimi muda huo niliendelea kufanya kazi zangu huku nikiwa nawaza nitamtuliza vipi mke wangu. Ingawa nilikuwa nafanya kazi na mke wangu kwenye jengo moja, yani ofisi moja ambayo ndo mali ya baba yake, lakini bado siku hiyo mpaka inafika jioni sikuwa nimeonana na mke wangu tokea tulipogomana ile asubuhi. Na ikiwa najiandaa kutoka ofisini kwangu kwenda nyumbani, nilikumbuka kama jana nilikuwa nimemwachia Nora ufunguo wa geto langu la Mabibo. Geto ambalo mara zote nilikuwa nikilitumia kupeleka mademu na kisha na wanyandulia huko. Kwa sikutaka kwenda nyumbani moja kwa moja, niliamua kwanza kupitia posta kazini kwa Nora. Nora alikuwa anamiliki maduka makubwa ya bidhaa za urembo pale Posta Town. Maduka yake yalikuwa na upande huo kama unaelekea Selena Hotel, ukiwa unatokea kivukoni. Basi bwana, nikiwa sina hili wala lile, nilifika pale dukani kwa Nora. Kama unavyojua tena, maduka ya Posta sio ya bei che, kwa hiyo hata watu wanaoingia mule walikuwa ni watu wenye pesa zao, hasa na ukizingatia Nora alikuwa anauza vitu original. Yale kama ni pete basi ya dhahabu. Yaani dhahabu tupu. Ujue kama ni maduka mengine unaweza kuambiwa kitu ni cha dhahabu, kumbe kimenakishiwa tu ule dhahabu, lakini sio cha dhahabu. Kwa kuwa mimi sikuwa mgeni ndani ya lile duka la Nora, mara tu baada ya kuingia nikapitiliza moja kwa moja mpaka ofisini kwa Nora, ambapo nilimkuta akiwa anapiga hesabu za mapato yaliyokuwa yameingia kwa siku hiyo. Akaniuliza, umefuata nini hapa? Nikasema, Nora, sasa ndo style gani hiyo kunikaribisha? Unajua nilisema hivyo nikiwa najaribu kumkumbatia. Akaniambia, we kaa mbali na mimi, msaliti mkubwa wewe. Kwanza nini kilichokuleta hapa? Nikamwambia, Nora jamani, ndo nini sasa hivyo Nora? Mke wangu anisumbue na wewe tena ndo unisumbue, ndo nini sasa Nora? Tena ukae kimya. Yaani unapomtaja wewe mke wako ndo unazidi kunikera, unanielewa wewe? Sema nini kilichokuleta hapa? Kama ni issue ufungue geto lako, ufungue, nimemwachia baba mwenye nyumba yako. Unasemaje? Kwa mimi si nilikwambia kwamba nitakuja kuchukua funguo kwako? Zain, unajua nitakuitia polisi. Nina hasira sana na usinione kwamba naongea hivi ukadhani labda nakuchukulia poa tu. Yaani usione kana kuchukulia poa kwa hilo ulilonifanyia. Kwa nini nimefanya kitu gani kipenzi changu? Nani kipenzi chako? Wewe uliona malaya zako ndo bora kuliko mimi? Uliona mke wako ndo bora kuliko mimi? Ukaamua kuniacha kama takataka, ukaenda zako. Sasa kilichokuleta hapa nini? Tena ushukuru sana Mungu, nilikuwa nimepanga kulichoma moto geto lako na nikaona moto unaweza kuhamia mpaka kwenye nyumba za majirani. Kwa hiyo ushukuru tu Mungu sijalichoma moto. Naomba uondoke hapa sasa hivi, sitaki kukuona tena kwenye maisha yangu.
Unajua nilimtazama Nora kwa muda na kisha nikagundua alichokuwa nakiongea mdomoni mwake sio kinachotoka moyoni mwake. Niliweza kulitambua hilo kupitia macho yake ambayo yalionyesha dhahiri shairi ya kwamba hana ujanja kwangu. Sikumjibu kitu chochote, badala yake nilisimama nikamsogelea kule mbele kwenye meza yake ya ofisi. Nimekuambia uondoke Zain. Sasa mbona unanisimamia hapa kama vile bodyguard? Nora. Nini? Nora nini? Nini? Kweli unamaanisha niondoke? Yes. Sitaki kukuona tena kwenye maisha yangu. Unahakika na maneno yako Nora au unaongea tu? Sikiliza, mambo sio mengi bwana. Hebu ondoka. Kwa nini unielewi? Au niongee kilugha? Hapo mimi sikuongea chochote. Badala yake nilimkamata shingo nikamnyanyua na kisha nikamuinamisha kwenye meza ofisini kwake, kitendo ambacho kilichomfanya sasa ule msambonda wake ule ukachanua hivi kwa nyuma. Nilianza pale kumpapasa sehemu za mwili wake huku nikiwa ninampiga vibao vyepesi vya kwenye msambonda. Zain, ndo unafanya nini sasa? Hebu niache bwana, nitapiga kelele kama unataka kunibaka. Zain, nikwambia niache bwana, ofisini hapa ujue. Aliongea Nora. Moyoni mwangu nilikuwa na uhakika ya kwamba Nora hawezi kupiga kelele kwa sababu mara zote amekuwa akifurahia sana staili yangu ya kufanya naye mapenzi kwa fujo. Yaani kama ukiona hivi unaweza kadhani kwamba ni zile filamu za kizungu mambo yetu yale, lakini kumbe Nikamwambia sikiliza Nora, hebu jana tuendekea tu na hamu sana na wewe. Niliongea huku nikiwa namtazama Nora usoni. Sitaki kwenda popote na wewe. Unafikiri mimi ni mwanamke wa kutumiwa tu vile ambavyo unajisikia, si ndio? Yaani ukiwa na mzako na unakuja unataka kunitumia mimi. Una maana gani kusema hivyo? Kwa nini usichokielewa hapo ni nini? Nimesema siendi na wewe popote. Nora, hebu acha utani wako basi. Mimi sijiwezi hapa nilipo. Hebu tuende bwana basi Mabibo. Naona wewe nielewe vizuri wewe. Sasa ngoja nikuoneshe kwamba iko ambacho nakitaka mimi siwezi kukifanya kwako. Nora alishika simu yake mezani, alipiga nje kwa lengo la kutaka kuita walinzi wa duka lake waje kunitoa mwele ndani kwa nguvu. Kwa sababu nilishangaa kidogo. Unajua sikuamini kama Nora, mwanamke ambaye nimezoea kumtia kila ninapojisikia, leo hii anaweza kanibadilikia kiasi hiki. Nikamwambia basi Nora, hakuna haja kuweza kuita walinzi wako. Mimi naondoka, lakini tambua kwamba uhusiano wetu umefika mwisho kuanzia leo. Nenda bwana wewe, sina shida na wewe mimi wewe. Wewe vipi? Alinijibu Nora, tena huko akiwa ananibunulia midomo kwa dharau. Sikuwa na namna nyingine zaidi ya kuanza tu kurudi nyumbani kwangu. Kwa kuwa sikuwa nataka kukutana na foleni, niliamua kuweza kupita hii njia daraja la Tanzanite. Daraja la Kigamboni. Sasa nikiwa niko maeneo ya karibu na Coco Beach kwa mbali, nilianza kuona vurugu za watu ndani ya duka moja hivi ambalo lilikuwa liko kando ya barabara. Ilibidi nipunguze pale mwendo maana watu walikuwa ni wengi katika hilo eneo. Wengine walikuwa wamesimama karibu kabisa na barabara wanatazama vurugu ambazo zilikuwa zinaendelea kwenye hilo duka. Kwa kuwa nilikuwa nimepunguza sana mwendo, nilipata nafasi ya mimi kutupia macho kule ndani kwenye lile duka ambako kunaonekana kulikuwa kuna vurugu za watu wakipigana. Mungu wangu. Hii inawezekana vipi? Uwezi kuamini msikilizaji. Nilipotazama ndani ya lile duka niliweza kumuona Risha akiwa amezikunja na dada mmoja hivi ambaye sikuwa namtambua. Nikasema yule si Risha yule ama? Afisa na mimba huyo. Na nimetoka kumtoa hospitalini leo. Sasa hivi anapigana au ananigizia tu hana mimba? Lakini hapana, daktari mbona alithibitisha kama ana mimba? Sasa kwa nini anapigana tena na watu muda huu? Unajua nilijiuliza mimi mwenyewe pasipo kupata majibu ya maswali yangu. Sasa wazo la kusimamisha gari likanijia ili niende kuona kama kweli yule binti ni Risha. Kwa nikapaki gari pembeni nikashuka na kisha nikaanza kurudi nyuma sasa kwenda kwenye lile duka. Kweli bwana, nilipofika pale nilimwona Risha akiwa anapigana kabisa na wadada watatu ambao walikuwa wanamchangia kwa pamoja. Lakini cha kushangaza ni kwamba watu walikuwa katika lile eneo badala ya kuwazuia wasiendelee kupigana, wao ndo kwanza walikuwa kirekodi lile tukio kupitia simu zao za mikononi. Nilijionea maajabu. Niliona watu wanaenda kasi mno na mitandao hii ya utandawazi. Yaani badala ya kuzuia watu wasiendelee kupigana kuumizana, wao wanafanya kazi ya kuwarekodi kwa simu zao. Nikasema hebu subiri kwanza. Nimesema subiri. Ilibidi niingilie kati pale ugomvi wao. Kitendo ambacho kilimfanya Risha sasa anishangae. Maana hakutegemea kama mimi naweza nikawa pale muda ule. Risha akaniambia, Zain, umefuata nini hapa? Hapa aliniuliza Risha kabla hata sijajibu. Dada mmoja hivi kati ya wale watatu alidaki, kwa nini umeamua kumleta na bwana wako hapa, si ndio Unafikiri tutamwogopa huyu bwana wako? Sasa Risha akasema hata kama ni bwana wangu asingekuja. Bado nyinyi wamudu nyie makahaba wakubwa nyie.
"Oh, unasemaje wewe?" Sasa kauli ile ilionekana kama kuwakera sana wale mabinti watatu. Wote kwa pamoja walitaka kumshambulia Risha, lakini mimi sasa nikawa na wazuia wasifanye hivyo. Muda huo polisi kutoka kituo kidogo cha polisi Masaki tayari walikuwa wameshafika mara baada ya kupewa taarifa na mmoja wa watu waliokuwa wakishuhudia lile tukio. Kamanda mmoja wa polisi akauliza, "Hey, nini kinaendelea hapa?" Yule dada mmoja ambaye alionekana kuwa ndiye kiongozi wa wenzake alimtazama kamanda wa polisi na kisha akasema, "Afisa, huyu dada amekuja dukani kwetu kufanya fujo. Tulichokifanya sisi ni kuokoa usalama wetu kwa sababu alikuwa amedhamiria kutudhuru." Muda huo Risha hakutaka kukaa kimya, naye pale pale dakia, "Kamanda, mimi sijafanya vurugu. Mimi nilikuwa nimekuja hapa kuchukua mzigo wangu wa nguo ambao nilikuwa nimewekea oda nishonewe, lakini cha ajabu hawajashona nguo yangu vile nilivyotaka na pesa yote nilishawalipa." Hapo ndipo mgogoro ulipoanzia kamanda. Wale dada kadakia, "Acha uongo Risha. Tumeshona nguo vile ambavyo ulitaka." Unasemaje? Kama mimi nimeshona na hivyo nataka mimi nikavurugu hapa. Kamanda akasema, "Nyie kaeni kimya." Yule afisa polisi alizungumza hivyo huku akiwa anatazama Risha pamoja na yule dada walikuwa wanajibizana kwa maneno. Kamanda polisi akasema, "Kamata wa mabinti wote, wataenda kujieleza vizuri kituoni." Si mabingwa kupigana. Sasa ngoja tuone kama wataweza kupigana kituoni. Risha aliposikia yule kamanda wa polisi akitoa amri hao kamatwe, mwili ulimnyong'onyea. Ni wazi kabisa alikuwa anaogopa sana kwenda polisi, na kwa usiku kama ule wanapelekwa polisi, tafsiri yake ni kwamba watalala selo mpaka kesho asubuhi. Nilijikuta nikimwonea sana huruma Risha, na hasa ukizingatia tumboni mwake na mtoto wangu. Ilibidi nimwahi yule askari aliyetoa amri ya kukamatwa kwa kina Risha. Nikasema, "Mkuu, samahani, naitwa Zain. Ni mpenzi wa yule binti pale anaitwa Risha." "Samahani sana kamanda. Najua mpenzi wangu kakosea, ila naomba usimpeleke rumande pale alipo, ni mjamzito." "Kijana, unanifundisha kazi? Yaani mwanamke wako afanye fujo alafu unataka nimwache kisa tu na mimba, si ndio?" Nikamwambia, "Hapana mkuu, sina maana hiyo bwana." "Kumbe una maana gani?" "Sikia kijana, nikwambie. Njoo kesho asubuhi kituoni ndo nitakusikiliza. Kwa sasa siwezi kusikiliza. Kwanza binti mwenyewe kwanza anaonekana ni mjeuri sana. Alafu kama ana mimba, amepata wapi nguvu za kuweza kuja kufanya fujo hapa?" Sasa wakati yule kamanda wa polisi anaongea vile, Risha ndo alikuwa kapandishwa kwenye lile karandinga, yani gari la polisi. Lakini kabla hajaingia ndani, ghafla alianza kutapika. Ilibidi polisi pale wamwachie kwanza acheue. Pale niliamua kutumia nafasi hiyo kuweza kumshawishi yule kamanda wa polisi asije akampeleka Risha kituoni. Nikamsikiliza, "Kamanda, si unaona mwenyewe? Nakuomba sana kamanda, usimpeleke bwana kituoni. Kama kuna utaratibu mwingine wa kufuata basi tutaufuata, ila nakuomba kamanda." Risha yule pale alipo ni mjamzito. Hata hizi hasira hizi alizonazo zinatokana na mabadiliko ya kimwili kutokana na mimba alionayo. Yule kamanda aliniangalia kwanza kwa sekunde kadhaa na kisha akasema, "Kesho asubuhi mlete mwanamke wako kituoni." Sasa ole wako simlete. Yule kamanda mara baada ya kuyasema yale, aliingia kwenye gari na kisha kaondoka na wale mabinti wengine. Baada ya polisi kuwa wameondoka, mimi nilisogea pale alipokuwa Risha. Nikamwambia, "Risha, hivyo uko sawa kweli?" Hapo niliongea kwa upole tu, lakini jibu ambalo nililipata nilijuta kwa nini nimemwombea asikamatwe na polisi. Risha kanibadilikia, "Wewe mpuzi nini? Kwani afya yangu inakuhusu nini?" Wewe Risha, unajua hiyo jeuri yako ipo siku itakuponza. Yaani una mimba na bado unakuja kufanya vurugu kwenye maduka ya watu. Kwa nini hujihurumii wewe mwenyewe? Ishi hapo wewe. Tena uishi hapo Zain. Wewe ni nani mpaka ujali kuhusu afya yangu? Nini kimekubadilika kwa? Nini ambacho kimebadilika kwako? Si wewe ambao ulikuwa unataka nitoe mimba? Imekwaje tena? Unajifanya kama ndo kujali sana hii mimba. Unajifanya ndo kama bwana afya vile. Unajikuta wewe daktari sasa hivi, si ndio? Nisikilize Risha. Sina muda wa kubishana wewe. Ingia kwenye gari nikupeleke nyumbani. Sitaki bwana wewe. Kwa nini umenileta wewe hapa? Risha, kwa nini uko hivyo lakini? Acha usumbufu basi, panda kwenye gari twende. Nimesema sitaki Zain. Alafu kwanza ulijuaje kama niko hapa? Ina maana unanifuatilia sana maisha yangu, si ndio? Sina muda kumfuatilia mwanamke mpumbavu na msumbufu kama wewe. Ninachokifanya mimi ni hisani tu. Panda kwenye gari twende. Eti ninachokifanya ni hisani tu. Muone kwanza. Huna hata haya. Sikia, hapa siondoki, nimekuja mimi mwenyewe na nitaondoka mimi mwenyewe. Kwani ulileta wewe hapa? Risha, unajua ulikuwa unaenda kulala rumande wewe leo, kama vile wenzako walivyoenda.
Lakini mimi nimekuombea kwa polisi mpaka wamekubali kukuachia. Basi na wewe kuwa muungwana hata kidogo basi. Ina maana unataka hiyo mimba iharibike, sio maana yake? Kwani si ndio kitu ambacho unakitaka? Au wewe si ndio unataka mtoto Zain? Sasa kutoka kuna shida gani kama mimi ikiharibika? Risha, nadhani hukumuelewa vizuri daktari. Hamna shida, nitakukumbusha. Daktari alisema kwamba huo ujauzito ni hatari kutolewa. Sasa niambie, hiyo mimba ikiharibika nini kitatokea kwako? Nitakufa kama watu wengine wanavyokufa. Kwani shida iko wapi? Au wewe hutakufa kwenye dunia? Okay. Sawa, kama wewe hujihurumii, basi okay. Tuhurumia hata sisi tunaotaka wewe uwe na afya njema. Zain, hebu ondoka bwana wewe. Unazidi kunikera tu mimi hapa. Siwezi kukuacha hapa, lazima tuondoke wote. Kwa nini tuondoke wote sio? Kwa unaweza kunipeleka mimi sehemu yote ile ambayo mimi naitaka kwenda, si ndio? Unataka kwenda wapi? Nimecheua sana, nahitaji kula kwanza. Kwa hiyo utanipeleka kwanza Kariakoo au sehemu yote nzuri nikale. Kwa nini mpaka Kariakoo wakati migawa mizuri ya chakula ipo mingi tu Masaki? Kama unataka nipande gari lako inabidi unipeleke Kariakoo. Kuna mgawa mmoja vinaupenda sana. Upo mtaa wa Livingstone. Kama uwezi, ondoka, usinisumbue. Anyway. Okay, anyway. Na panda kwenye gari twende. Kweli Risha aliingia kwenye gari na kisha safari ya kurudi Kariakoo ilianza. Tukiwa tuko njiani, mke wangu Ana alinipigia simu. Ilibidi nimpokelee. Yes, hello. Upo wapi Zain? Niko nje ndo narudi nyumbani. Okay, sawa, fanya haraka tunakusubiri. Vipi kwani? Kuna nini tena? Kama bado una hasira zako nikifika tu hapo naondoka tena. Sina bwana hasira, uwahi kurudi mume wangu. Nimekumisi sana kipenzi changu. Aliongea Ana tena kwa sauti ya kudeka vibaya mno. Mpaka nilishangaa imekuaje ghafla anaonekana kuwa anahitaji sana, yani anauhitaji sana na mimi. Wakati asubuhi alikuwa na hasira mno na mimi. Sasa baada kukatwa kwa ile simu, Risha akaniuliza, "Wewe Zain, nikuulize kitu?" Aliuliza Risha, na hii ni mara baada ya kuwa nimemaliza kuongea na mke wangu Ana. Nikamwambia uliza tu. Hivi kwani ulimuoa Ana? Swali gani hilo unauliza? Wewe jibu kwanza. Kama uwezi acha, sio lazima ujibu. Anyway, kwa sababu nampenda sana Ana. Sasa unampenda sana, kwani ulinitongoza mimi? Hata mimi mwenyewe sijui kwa nini nilikutongoza wewe. Labda ndio uniambie sasa kwa nini ulinikubalia mimi. Unajifanya majibu ya karaha, si ndio Kivipi? Okay, sawa. Ila nakwambia tu mapema, ipo siku utajutia sana uamuzi wako. Uamuzi gani? Kama ni kukupa mimba wewe, kwa kweli mpaka sasa hivi najutia sana. Sababu kila kitu kwanza naona kinaenda kuharibika tu kwa upande wangu. Utajijua mwenyewe bwana wewe. Kama ukiharibikiwa utakuwa ni ujinga wako mwenyewe. Kwa usije kusema kwamba mimi ndo chanzo, kwa sababu nimeshakwambia mtoto wangu nitamtafutia baba mwingine na sio wewe. Upo. Baada ya mwendo dakika kadhaa tayari tulikuwa tumefika Kariakoo, mtaa wa Livingstone, mahali ambapo kulikuwa kuna mgahawa ambao Risha ndio alikuwa anataka kuweza kuja. Tulipaki gari na kisha wote tukaingia ndani ya ule mgahawa. Risha aliweza kuagizia supu pale ya ng'ombe pamoja na ndizi za kukanga. Alianza kula huku mimi nikiwa nimekata pembeni tunamtizama. Niwaza alikuwa na njaa sana, labda ni kutokana na ujauzito aliokuwa nao, kwani alikunywa bakuli 2 za supu mtu wangu. Mara baada ya kuwa kashiba, nililipia pale bili na kisha hao tukaanza safari ya kwenda Mbezi Beach, mahali ambapo nilikuwa nimeshamnunulia nyumba. Sasa tukiwa kwenye foleni ya mataa ya faya pale, huku nikiwa sina hili wala lile. Kumbe Zaina, dada yake na Ana, alikuwa naye yupo kwenye ile foleni, na mbaya zaidi nilikuwa nimefungua vioo. Kwa hiyo Zaina alikuwa akiniona vizuri tu mimi pamoja na Risha tukiwa tuko ndani ya gari. Nilimwa kufunga kioo cha upande wangu, lakini hata hivyo haikusaidia chochote kwa sababu tayari Zaina alikuwa ameshatuona. Taa zilipoturuhusu magari ya upande wetu kuweza kupita, niliweza kugundua kwamba Zaina alikuwa anatufuatilia kwa nyuma. Sikutaka ajue ninapoenda. Sikutaka kabisa ajue ninapoenda na Risha. Kwa hiyo nilianza kumchenga.
Nilikuja mpaka Magomeni kanisani na kisha nikakata ile njia iliyokuwa inakwenda Sinza kupita kwa Bibi Nyao. Kila nilipokuwa natazama kwenye side mirror yangu, bado nilikuwa namuona nyuma ananifuata Zaina. Nilimwa sasa kuingia kwenye ile mitaa ya Magomeni kwa Bibi Nyao, nikaja kutokea Magomeni Mwembe Chai, huku nikawa namekamata barabara ya Morogoro Road, nikaenda mpaka Shakilango, kisha nikaingia kwenye ile barabara inayokwenda Makumbusho na Sinza. Yaani nilikuwa na hivyo. Kwa kuwa nilikuwa naendesha gari kwa speed, nilifanikiwa kuweza kumchenga Zaina. Wewe unafanya mashindano ama? Mbona kimbiza gari hivyo, kwani unamkimbia nani? Aliniuliza Risha, nikamwambia wewe unataka kujua ili weje na kuhusu nini? Hebu tulia nikufikishe nyumbani na kisha niondoke zangu. Mbona umepanic sasa? Kama mke wako kakuona, mimi nanihusu nini sasa? Kama ikuhusu, kilichokufanya uniulize ni nini? Bwana wewe kwenda zako huko. Kwa usinitibue misaizi. Kilipita kimya mpaka tulipofika maeneo ya Mwenge, na ndipo nikaamua kumuuliza. Risha, unajua toka nimejuana na wewe, hujawahi kuniambia chochote kuhusu baba yako zaidi tu ya kujua tu ya kwamba ni raia kutoka nchini Ureno. Usinichekeshe Mizaini. Unataka kumjua babangu ili weje? Ukatoe posa? Au? Usiniambia kwamba unataka kunioa mke wa pili. Yaani mimi niko wewe. Labda niwe Taila ghafla, ndio nitakuwa mwanamke kama wewe. Hasa ndio kama ndio unataka kumjua babangu mimi wewe nini? Natamani tu kumjua ili hata kama siku ukipata matatizo yenyewe namwambia. Maana ni jukumu lake kutatua matatizo ya binti yake. Hilo wewe alikuhusu. Hata kama nikiwa na matatizo kama nikumwambia babangu, nitamwambia mimi mwenyewe. Kwa babako yuko wapi sasa? Ni nini sasa lakini Zaini? Mbona unifuatilia mno maisha yangu? Sasa uniambie tu. Kwani ukiniambia wewe babako yuko wapi utapungukiwa kitu gani? Una hadhi ya kumjua babangu. Mwanaume atakayemjua babangu ni yule atakayeenda kutoa mahali ili anioe. Kwa hiyo kuniambia tayari una mwanaume wa kukuoa? Wapo wengi tu. Ni mimi tu kuchagua namtaka yupi. Alafu kwa uzuri kama unilionao, unafikiri mimi nitapata shida kupata mwanaume wa kunioa? Ndio unavyojidanganya, sivyo? Hivi unafikiri mzuri upo wewe tu peke yako kwenye dunia? Alafu kitu kingine, kama ulikuwa ujue, mwanaume makini anapotaka kuoa, anapotaka kupata mwanamke wa kuunda naye familia, uzuri huwa ni kigezo cha mwisho kabisa kukiangalia kwa mwanamke. Na ndio maana nyinyi wanaume amtulii kwenye ndoa zenu. Ona sasa, umeoa lakini bado ukaja kunitongoza mimi. Sijui kwa nini nilikukubalia haraka, mpuzi mmoja wewe, na mimba kanitia wewe, mshenzi wewe. Mimi si ndo mtaalamu wa mapenzi. Na ndio maana ulinikubalia bila hata kunichunguza kama nina mahusiano na mtu mwingine au la. Huna lolote. Najua uliniendea tu kwa mganga wewe. Maana kila nikikuangalia sipati majibu kabisa ni nini kilichonifanya mimi nikakukubalia wewe, mjinga wewe. Hata ukijutia sasa hivi haina maana. Haina maana kwa sababu tayari umeshakuwa mpenzi wangu na nimeshalala na wewe na una mimba yangu pia. Kwa unajikuta mjanja sio? Tena zaidi ya sana tu. Wajua watu wengi walikuwa wanasema mimi siwezi kukupata wewe kwa sababu ni mwanamke mgumu sana. Lakini una kwangu imekuwa ni rahisi tu kuwa na wewe, mithiri tu ya mkate mgumu mbele ya chai. Nimejilainia tu. Kwa mimi mkate au sio? Sijasema wewe mkate. Sawa Zaini. Sasa hivi mjanja wewe. Tamba baba. Tamba tu sasa hivi. Ila nakuhakikishia nitakukomesha. Ipo siku utakuja kunililia wewe, mpuzi mmoja, mbwa wewe. Utakuwa umeshachelewa sana hiyo siku. Maneno tu hayo. Na mimi kwa upande wangu huwa yanitishi kabisa. Dua la kuku siku zote alimpati mwewe. Kwanza nikulilie wewe ili weje. Kwa wanawake wazuri walivyodadi walivyojaa hapa Dar es Salaam. Nikulilie wewe mimi nikulilie wewe, si nitakuwa naumwa mimi akili kama nikifanya hivyo. Haya baba, sawa. Umeshinda wewe. Naam. Saa 2 kasoro usiku tayari nilikuwa nimeshafikisha Risha Mbezi Beach, kwenye nyumba ambayo nilikuwa nimemnunulia. Sikutaka kukaa pale kwa sababu sikutaka kuchelewa kurudi nyumbani kwangu. Haraka sana niligeuza gari nikaanza kurudi Masaki. Nilipofika nyumbani kwangu nilikuta familia nzima ipo sebuleni. Familia nzima ilikuwa inapata chakula cha usiku. Zaina naye alikuwepo pale sebuleni. Zaina niliona akinitolea macho. Niwaza alikuwa anataka kujua mwanamke nilikuwa nimembeba kwenye gari langu ni nani. Niliingia chumbani kwangu nikavua nguo na kisha nikaingia bafuni kuoga. Nilikuwa naendelea kuoga, ghafla mke wangu aliingia mule bafuni.
Hapo alikuwa na nguo ya ndani tu. Sio poa. Unajua mke wangu hakuwa mzuri kihivyo, ila sehemu kubwa aliyokuwa anajichukulia sifa kutoka kwangu ni namna ambavyo shape yake ilivyokuwa imejichonga. Ana alikuwa na shape fulani hivi amazing sana, yani kama akipita hivi mbele yako huko akiwa amevaa nguo ya ndani, basi lazima tusaidi kichwa simame. Kama asiposimama mzee, nenda hospitali, utakuwa mgonjwa tu ndugu yangu. Mke wangu alikuwa na makalio fulani hivi makubwa yaliyoshikana vizuri na mahips yake manene. Tofauti ya Ana na Risha zilikuwa ni chache sana. Moja, Risha alikuwa ana maziwa makubwa hivi kama embe dodo, tena alikuwa amejaa vizuri kiasi kwamba wala alikuwa hahitaji kuvata sidiria ya boost kama wanavyofanyaga wadada wengi wa mjini. Lakini Risha yeye alikuwa na kifua OG. Kingine, Risha alikuwa na sura nzuri mno. Labda ni kwa sababu alikuwa ni chotara, kwa hiyo alikuwa kachanganya asili za jamii mbili tofauti. Lakini kuhusu shape, sijui makalio, mahips, wote walikuwa wamefungasha mzigo wa kutosha tu. Basi bwana, mke wangu alipoingia bafuni, unajua mimi sikushangaa sana kwa sababu ni mke wangu, ila moyoni nilikuwa najiuliza tu, nini ambacho kimemfanya aache kuwa na hasira dhidi yangu? Kwa maana nakumbuka mara ya mwisho mimi naye hatukuwa na maelewano mazuri. Vipi mume wangu, mbona kama vile unanishangaa? Kwani nimebadilika? Hapana, nimeshangaa tu kukuona humu, maana nakujua vizuri mke wangu, ukiwa na hasira huwa sio rahisi kuweza kuzimaliza kirahisi. Na isitoshe hata hujakaa chini mimi na wewe tukaongea kumaliza tofauti zetu. Basi mume wangu Zain, unajua nakupenda sana wewe. Yaani ukimtoa babangu, mwanaume anayefuatia kwenye moyo wangu ni wewe Zain. Nimeamua kupotezea ulichokifanya juzi, lakini kama bado utaendelea na ile tabia kulala na wanawake ovyo, please Zain, nakuomba sana waache hiyo tabia. Kwani mimi sikutoshi mume wangu? Kwani usinitoshe mke wangu? Wewe ndo muhibu wa roho yangu, huba la penzi langu. Kwako naweza nikasema penzi langu alielezeki. Niliamua kukuoa wewe kwa sababu niliona ni mwanamke ambaye umetimia kwa kila kitu ninachokitaka mimi. Of course, naelewa kwamba kila mwanadamu ana mapungufu yake. Kitu ambacho kinanifurahisha zaidi ni kuona ulinipenda pamoja na mapungufu nilionayo. Kwa hiyo siwezi kukusaliti kipenzi changu. Unasema kweli au unanijaza tu hapa ili ule kitumbua changu? Hapana, sisemi haya ili unipe penzi, lakini hata hivyo wewe ni mke wangu, ni haki yangu kuweza kupata penzi lako. Ndio, ni haki yako kunila muda wote ule unaojisikia. Sema tu unanikera sana hiyo tabia yako ya kuficha mambo mpaka na kuona kama vile unanisaliti. Unajua yule mama niliyemwona asubuhi nilidhani ni mwanamke wako. Jamani, naanzaje kuwa na mwanamke wa mtu mzima kama vile? Unaweza kuwa naye vizuri tu. Ndo nyie mnaoita mashangazi. Sasa kwani usiwe naye? Sio mimi bwana, mimi sio mtu wa mashangazi bwana. Kwa hiyo ni mtu wa mademu wa bichi au sio? Naanzaje kutamani mwanamke mwingine wakati wewe ni mke wangu, ni mzuri, mwenye kila sifa ninayopenda mimi. Hapo niliongea hivyo kumsifia tu Ana, lakini kusema ule ukweli kilini mwangu bado nilikuwa sijatulia kabisa kwenye swala zima la kupenda mademu. Yaani ukiniuliza mpaka sasa hivi nampenda nani? Sijui nampenda nani. Sasa itakuwaje? Nimpende nani? Huyu ndo mtoto tajiri kwao, maisha safi ndo ananifanya mimi mpaka maisha yangu yamebadilika. Na mpaka kazi ninayo ni huyu Ana, kwao maisha super. Lakini mbaya zaidi tayari nishamla mpaka na dada yake. Haya, kuna yule binti Mswahili chafujo Risha. Achana huyo. Nora aloniambia hata nisimjue. Lakini Nora namjua. Ananipenda sana. Sasa imekuaje Nora naye amebadilikia? Lakini najua Nora ananipenda. Lakini mimi ukiniuliza mpaka sasa hivi akilini mwangu bado najiona kabisa sijatulia kujua nani nimpende. Bwana, tukutane kwenye sehemu ya pili. Mimi nitakusimulia huu mkasa mtamu kabisa kutoka kwa Saidi JR. Mimi naitwa Uncle J.
Tutapata kujua sehemu ya pili, mchizi alimpenda nani kati ya hawa wadada wote hawa. Lakini hata pia unaweza kanigushia comment yako kaniambia ni nani ambao unatabiri, unaona kabisa kwamba watakuwa wanaendana kabisa. Bye bye, tukutane sehemu ya pili.